Kwa majina naitwa Brian Kimaro, ni mmoja mwanzilishaji wa kampuni ya Primax. Ambao Primax kazi yetu tumetengeneza software au application ambayo inawasaidia wafugaji wa kuku kusimamia mashamba ya kuku kiurahisi ili kuongezea faida. Kwa kama wewe ni mfugaji wa kuku, labda kama unataka kuanza Fuga hapa, ambayo ndio application itakusaidia kujua gharama zako kabla kuanza, lakini pia utaweza manage matumizi yako yote. Kwa mfano unaweza ukarekodi matumizi yako yote ndani ya application. Inakupa ratiba ya chakula kwamba asubuhi uwape chakula kiasi gani na jioni ili usiwazidishie. Inakukumbusha chanjo kwa kuku wako siku moja kabla na siku ya chanjo kupitia SMS za kawaida, ili hivi vyote vikusaidie wewe kuendesha biashara yako ya kuku kwa urahisi zaidi. Karibu kwenye The Founder ndani ya Tips Podcast. Humu tutakuwa tunapiga story na founders pamoja na wajasiriamali tofauti wanaokuwa wakipambania na kusimamia ndoto zao zitimie. Dhumuni letu ni kuwapa platform ya kushare stories zao na sisi kupata nafasi ya kujifunza kupitia changamoto wanazozipitia na mafanikio wanayoyapata. Hii ni maalum kwa ajili yako kijana ambao una idea lakini hujui pa kuanzia, or you're just sitting on that idea. Tunatumaini utapata inspiration na mwanga wa kujua wapi pa kuanzia. Kama hivyo alivyosema one of the co-founders. Yeah. Mpo wangapi? Kwenye team yetu, the founding team, tupo 3. Yeah, the founding team tupo 3. Ambao mmegawanyikaje? So far, kwenye founding team yetu wote ni technical. Ila wale wawili naweza ngasema ni technical kuliko mimi. Kwa hiyo mimi mostly na run kwenye the business part, lakini hao wawili, mmoja ana run kwa sababu ni software. Tulivyoanza mmoja anafanya backend na mmoja anafanya frontend. Kwa hiyo ni founding team ni 3, lakini the whole team tuko 7. Na how long have you been doing? So far kuanzia Primax imeanza 2023. Lakini ni December 31. Kwa hiyo tuseme tu ni January. Ni January 2024. Lakini our product yetu ya kwanza kabisa, tukuanza na Fuga App, tulianza na product na MVP, ambayo ni kabla tulianza kutengeneza calculator ambayo inawasaidia mtu kujua kama ukitaka kuanza kufuga kuku, ujue unahitaji shilingi ngapi na unahitaji vifaa gani. Kwa tulianzisha tu hiyo tuone je kama watu wataipenda hiyo, ili kabla tuja build the app kabisa. Kwa hiyo calculator yetu kabisa ya kwanza ilianza February 2024. Yeah, lakini tulivyopata a lot of traction, yani watu walivyoitumia sana, kwa sababu ile tulivyo launch mwezi wa pili, watu kidogo walitumia zaidi ya watu 3,000 kama kwa period ya 2 months. Wow. Yeah, kwa hiyo watu walivyoitumia hapo sana ndio tukaona basi hapa kuna need ya kuanzisha kabisa app. Na pia tuliweka waitlist. Okay. Yeah, lakini kuanzia Fuga App ianza kabisa the application ni kuanzia mwezi wa 6 mwaka jana. Kwa haina hata mwaka bado. Technically inatimiza mwaka tarehe 19 mwezi wa 6 huu. Okay, few months. I mean few weeks to come. Yeah, ni kweli. Itakuwa mitano. Okay, that is nice. Ndio. Mimi nataka kujua kwanza link ya technique ya IT na kuku. Kwa mimi naomba kwanza kujua like what's your educational background? Educational background yangu ni kama wote tu. Secondary nilisoma science. Okay. Kwa hiyo so kama tulikuwa tuna option shule either science au labda uwe arts, ambayo ilikuwa ni kama tu pure science, yani tulikuwa tuna option nyingi. Mlikuwa mna obviously, yani ukifika form 3 ile unaweza option ya science out au business. Sasa tulikuwa tuna business. Kwa hiyo ilikuwa ni either drop physics na chemistry au uendelee nazo. Yani ilikuwa tulikuwa tuna option nyingi. Kwa hiyo baada ya kumaliza pale form 4, lakini kwa bahati sasa ndo hapo naweza nikasema safari yangu ilianza, kwa sababu nilipomaliza form 4 nilibahatika mzazi alikuwa na duka la kuuza kuuza raw materials kwa ajili ya kutengeneza chakula cha kuku. Kwa hiyo hizi pupa, mashudu, ndio damu, dagaa kwa nauza. Kwa hiyo kidogo nilipata opportunity ya kuirun ile likizo ya form 4 nzima. Kwa pale ndo nilijifunza pale ndo nilianza kujifunza sasa kuhusu ulimwengu wa ufugaji wa kuku na nini. Kwa pale ndo nilianza kujifunza. Kwa hiyo lakini nilipotoka hapo nikaenda chuo, nikachukua diploma ya information technology pale Dar es Salaam Institute of Technology, DIT. Yeah. Kwa hiyo nilivyosoma pale IT, nilivyomaliza kidogo nilikuwa koki, nikasema nilitaka kidogo kujaribu mtaa. Nilivyomaliza diploma. Sikutaka kuendelea degree
lakini pia kwa kile chuo chetu ilikuwa ni ngumu kuunganisha matokeo, sometimes wanachelewesha kwa kutoka diploma kwenda degree, ni either urudi pale pale au na ulikuwa una mpango wa kurudi pale. Mimi mpango wa kurudi kile chuo. Kwa hiyo nilipomaliza pale kiukweli nilipata opportunity za kazi, lakini kidogo nilikuwa nataka kujaribu biashara kwa sababu nilikuwa najua ina potential, ilikuwa ina make sense yani ilikuwa ina make sense. Kwa hiyo biashara ya ufugaji wa kuku. So biashara ya ufugaji wa kuku. Au biashara ya kuuza sasa zile raw materials kwa ajili ya kutengeneza chakula cha kuku. Uliendeleza ile biashara ya nyumbani. Okay. Nilitaka kuiendeleza nione inaweza ikakua kiasi gani. Kwa hiyo ndio ile 2022 nilipomaliza tukaanza kufanya biashara. Kiukweli nilikuza kwa sababu ilinifundisha sana especially kwenye sales. Kwa sababu mimi nakumbuka nilikuwa nafanya sales, naenda kila sehemu naona labda kuna ng'ombe hapa, naenda nagonga na mpichia, tunauza pale, tunaduka nini, naomba namba zako. Hivyo kidogo na tukagrow kweli. Tuligrow vizuri yani kwa sababu nakumbuka kipindi kile natoka chuo, duka lilikuwa dogo sana. Mauzo yalikuwa kama sikosea yalikuwa ni kwenye milioni 1, milioni 2 kwa mwezi. Kidogo nikasaidia kuligrow mpaka at least tukawa tuna average yani mwezi mbaya ilikuwa ni milioni 8 mpaka milioni 10. Kwa kidogo 8 times. Niligrow kidogo. Kwa hiyo ile pale sasa nilijifunza mambo mengi sana kuhusu sales, kuhusu ufugaji wa kuku, watu wanafugaje ng'ombe nini, kwa sababu sometimes unavouza mtu aje tu kununua, sometimes anataka na kushauri kidogo. Kwa hiyo kuna basics inabidi uwe nazo. Lakini pia background ilikuwa imenibeba, ni nyumbani ni familia ya kilimo na biashara. Kwa hiyo kilimo cha ufugaji lakini pia cha mazao. Kwa hiyo hivyo vitu vyote nilikuwa na idea navyo. Kwa hiyo so ilikuwa kama ni mwanzo kabisa yani kwenye maisha yangu. Na mamangu pia alikuwa anafuga kuku sana tukiwa wadogo sana yani kibiashara kabisa. Kwa anafuga broiler. Kwa hiyo kaendesha pale 2022, lakini kuendelea na biashara kidogo nikaona hii biashara yani as time goes nikaanza kuona sustainability ya biashara inaanza kuwa ndogo sababu unatumia capital kubwa, margins ni ndogo sana na profit margins tight, ziko tight sana. Of course ni tight, lakini tulikuwa tunahitaji yani volume kubwa sana. Alafu yani ilikuwa ni biashara fulani hivyo mkono unaona kabisa sio scalable. Kwa hiyo uzuri tukapata opportunity hii, ni chance kabisa yani ni luck. Ni luck kabisa. Kulikuwa kuna kiwanda mtaani kwetu. Kilikuwa kimefungwa, kiwanda cha chakula cha kuku. Kwa hiyo huyo alikuwa mwenye owner pale kidogo ni neighbors. Kwa hiyo ndo akatufuata, akamapproach mzazi wangu, mama akaambia na kiwanda changu pale nataka mtu akirun, unaweza recommend mtu yoyote. Kwa hiyo huyo mama akaturecommend. Alipoturecommend pale tukaenda kuongea na huyo mzee, ni mmoja wa mentors wetu sasa hivi. Tulivyoongea nao tukamwambia sisi tuna interest, tulikuwa tunatamani kuja kufungua kiwanda cha chakula cha kuku. Akasema okay, basi chukueni hichi hapa, kilikuwa kina machinery zote, kila kitu machinery zote. Akasema mimi nawapa hii kila kitu, lakini capital nyinyi mtajua jinsi kutafuta capital kukiran. Kwa akatupa hivyo uzuri kidogo, tulikuwa tunaele biashara, tukawa sasa tuna sifonela tunaleta huko, tunajaribu ile kiwanda cha chakula cha kuku. Kwa hapo sasa ndio ikaanza sasa kuanzia kuincorporate kampuni, kwa sababu ni ngumu kuuza chakula cha kuku kama hauna kampuni official. Kwa ikabidi tuanze kuincorporate kuincorporate kampuni, na kuanza ni zile process zote kuisajili kwenye ministry ya mifugo uvuvi, wizara ya mifugo na uvuvi, kwa ajili unasajili huko na kila kitu. Tulipofanya hivyo tukaanza, kwa sababu nilikuwa na concept kwamba biashara zote yani ili biashara technically una solve tatizo la mtu, yani mtu anafanya biashara ni una solve tatizo la mtu. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia je, si tatizo gani tuna solve, although ni kiwanda tukitengeneza chakula tuna solve tatizo gani. Kwa hypothesis yetu ilikuwa yani mwanzo tulikuwa tunajua kwamba wafugaji hawawi profitable sana kwa sababu labda chakula ni gharama sana. Lakini tulivyokuwa tunaendelea kufanya ndo tukaja tukagundua kwamba sio hivyo yani sio hivyo. Chakula sio gharama sana kwamba mfugaji ndio maana anakuwa anashinda kupata faida. Although chakula kina contribute, na ukikosea kwenye chakula ni kwa sababu kwenye gharama kwenye kufuga kuku 70% ya gharama za ufugaji ni chakula. Kwa hiyo inabidi uwe very careful, na ukikosea hiyo itakuumiza sana. Lakini sisi tulikuwa tunahisi gharama kubwa ya chakula ndio inafanya labda wafugaji wa kuku hawana yani margins sustainable.
lakini ilikuwa sio. Kwa hiyo baada hapo tukaanza kuongea na wafugaji, nikasema acha na mimi nifuge mwenyewe kwa sababu ilibidi the budget zilikuwa tight. Kwa hiyo mimi na co-founder wangu mmoja na yeye tunafanya naye mpaka sasa hivi, na yeye ndo kama front end engineer yetu, ni front end engineer yetu. Yeye tulibidi tugawane tusome kuhusu jinsi ya kutengeneza chakula cha kuku bora. Sababu kwenye kutengeneza chakula cha kuku inabidi uwe na formula bora. Ili uwe na formula bora inabidi uwe na animal scientist, mtu aliyesomea animal science kwa miaka 3 sijui. Sasa sisi tulikuwa tuna budget za kuafford, kwa hiyo kidogo, lakini tulikuwa tunaweza tukasoma. Kwa hiyo tukagawana tu vitabu theoretically tukasoma, na tukasema tunasoma huko tunafanya trials. Kwa hiyo tulikuwa tuna formulate chakula, tunalisha kuku, tunapima chakula. Of course kweli tulikuwa tuna msaada, kuna watu tuli reach out watusaidie, lakini changamoto kidogo unajua Bongo kidogo msaada sio wa bure. Lakini kuna professor fulani hivi wa University of Georgia ndio alikuwa anatusaidia sana, chuo cha Marekani. Kwa hiyo tulikuwa tukimtumia formula zetu, anasema hapa mmekosea kitu fulani, hapa mmefanya kitu fulani, someni hichi na hichi na hichi, akanatusaidia kidogo. Kwa hiyo ndio ilikuwa inatusaidia sana kwenye kujifunza yani. Lakini ilibidi mimi na jamaa tugawane tu vitabu tuanze kusoma kuhusu animal nutrition, especially kwa chicken, jinsi ya kuformulate chakula bora kinakuaje, nini, kila kitu. Na yana background ya civil engineering kwa hiyo. Sasa hivi asilimia kubwa ya watu hawafanyi walichokisomea. Ni kweli. Yeye ni civil lakini jamaa kidogo ana ubongo mwepesi, kwa hiyo jembe. Jamaa anajua sana. Kwa hiyo tukasoma pale, tukamaliza, tukaformulate vyakula, tukaanza kuuza msosi. Lakini tulipoanza kuuza msosi ndio namba tulikuwa tuna grow vizuri tu. Tulikuwa tuna grow na wateja walikuwepo, sio kama soko alikuwepo. Lakini kidogo tukaja kugundua kwamba ile animal feed business ni biashara ambayo ili uweze kucompete vizuri, ni capital intensive biashara ambayo inabidi uwe na capital ili uweze kucompete vizuri. Wewe huwezi kuwa unanunua mahindi labda hapa Arusha labda tani 17. Mwenzako ananunua mahindi sehemu kama Tunduma, unakuta ananunua mahindi kwa bei ya chini kidogo. Na yeye anaweza ka stock labda ana silos za kustock labda hata miezi 3. Kwa hiyo anaweza akacompete kwa hiyo bei miezi 3. Afu kitu kingine kiukweli tukija kugundua ni kwamba ni biashara fulani hivi ambayo kwa Kiswahili ina logistics nightmare. Kwa sababu ukiwa unatengeneza chakula cha kuku ili kiitwe complete feed, yani kile chakula, kumbuka unachanganya vitu zaidi ya 12 hadi inaweza kufika. Contact uende huko. Sasa imagine una control yani vitu 12 una source. Ni kidogo, ni very stressful. Na inabidi sasa unakuta inabidi usource kwa bulk, yani usource kwa wingi ili uweze kupata bei ya chini, uweze kucompete na wenzako. Kwa tukaja kuona kwa capital ambao sisi tulikuwa tuna pesa kiasi ya compete. Lakini tulipokuwa tunaendelea kufanya biashara tukaja kugundua kitu kimoja kinakijirudia sana, kwa sababu mimi nilipokuwa nataka kwanza kufuga kuku pia ili niweze pia kutest formula zangu. Nikaa tunauliza wafugaji wa kuku, hivi nataka nifuge kuku, unatumia shilingi ngapi yani mpaka kuku atoke? Kaja kugundua yani hata mtu mwenye miaka 10 experience bado yani alikuwa anashindwa kujibu swali rahisi kama hilo. Haizi kuambia kwamba kuku kwa miezi 3 anatumia shilingi fulani au anakula chakula kiasi fulani. Mara nyingi yani walikuwa wanashindwa kujibu hilo swali. Kwa tukaanza kujua okay, tunaendelea kuuliza kwamba je, labda kuku kwa siku anakula kiasi gani? Hamna mtu anajua. Nimeuliza wengi kwa sababu nilikuwa na access na wafugaji wa kuku wengi tu. Hawajui yani, hawezi kukupa exact number. Yani wanakupa jibu lakini unajua si jibu yani halikuridhishi. Kwa hiyo ndo tukaanza kuexplore okay, kwa watu hawajui kuku anakula kiasi gani. Kwa hiyo tukaja kugundua hata kwa wale tu tukao tunaongea nao kwamba wanalisha chakula kidogo. Na wanaanda feed kuku wao. Wanaanda feed kuku kwa sababu hajui kuku anakula kiasi gani. Kumbuza kuku anakula kiasi gani, akwambia mimi namjazia tu mpaka juu. Kile kividude cha kulishia. Yale mafida namjazia mpaka juu. Lakini kumjazia mpaka juu sio amount. Kuku anakula kabisa kwa kiasi fix. Lakini kingine kilichokuwa kina cost, labda unakuta mtu, let's say mfano rahisi ni kwamba Carlton nye nyumbani mko 10. Mkisafiri watu 4, mnapika chakula cha watu 10? Hapana. Lakini wafugaji wa kuku sana tukagundua wengi wanafanya hivyo. Let's say ana kuku labda 100. Lakini kuku 10 wakifa bado analisha chakula cha kuku 100.
na kile amount alikuwa anafanya mwanzo. Exactly. Kwa hiyo ilikuwa pia ilikuwa inasababisha, kwa sababu hata akifanya hivyo sio kama mwisho wa siku kwenye cycle anakuja kuwauza kwa labda anaongezea bei, anauza kwa bei ile bei ya sokoni. Anakuta bei ile kwa sababu kidogo soko letu sisi kwa kuku ni yapo, lakini machache mno, lakini kwa majority tunauza kuku kwa piece, tunauza kuku mmoja, hatuuzi kuku labda kwa uzito. Labda kuna sehemu labda kwa mfano kwenye ng'ombe, sijajua watu wa ng'ombe wanauzaje, labda na kuuzia ng'ombe mwenye kilo 250. Na hizo unaweza kwa quality ya ng'ombe, kwamba bana ni ng'ombe aina fulani. Labda, lakini yani hatuuzi kwa kilo. Yani kwa mfano kama as long as kuku labda amekaa siku 28, mtu anakupa bei fulani. Wakiwa wadogo sana pale ndo atakulalia. Lakini sio kama tuna utaratibu kwamba mimi na kuku wangu 1000, kwenye kuku wangu 1000 zimezidi, tulikuwa tunategemea tu na kilo fulani lakini zimezidi kilo, kwa hiyo nilipe more. Hapana. Kwa hiyo hata dalali akija anachukua kuku labda wote mnakubaliana labda 7,700 au 8,000, anachukua wote. Kwa hiyo kuna ambao wamezidi uzito, utapewa the same amount, na ambao labda wale wamepungua uzito kidogo ita compensate, lakini biashara itaki kufanyika hivyo. Kwa hiyo basically ni kwamba hata kama umeoverfeed umejaa, haikusaidii chochote mfanya biashara. Kwa sababu hata kwa mfano kwa broiler ikishafika siku ya 30 hivi, ukiwa unauza kuku amezidisha kama siku 2 kukaa bandani, huwezi sema eti labda yule mtu unayemuuzia kuongezea hata shilingi 100, haiwezi kubali. Utauza kwa bei ya siku 28. Utauza kwa bei ya siku 28 hiyo, na hata kuongezea hata 100. Ushafanya biashara ya kuku? Nishawahi kufanya, kwa sababu ili uweze kuelewa lazima ufanye. Ndio kama nilivyokuwa nakwambia, kwa hiyo tulivyokuwa tunafanya, tuna test formula, tulikuwa tunafuga pia na kuku. Kwa sababu tunawatestia, tunawaganya kwenye batches, tunawafuga. Yani tunatestia chakula. Kwa hiyo huko ndo tukajua hiyo problem kwamba watu hawajui ratiba ya chakula kwa siku. Na pia watu hawajui yani ile ikifika siku ya kuuza price kuku wake shilingi ngapi. Kwa sababu tatizo lingine lilokuwa latokea, mtu anafuga kuku miezi 3. Ndio amemfuga let's say kwa 10,000. Anamuuza kwa 12,000. Ndio anapata profit, lakini haconsider ule muda. Unakuja kukuta kuliko angemuuza kwa hiyo bei, ni bora angekuwa anaingiza broiler kila mwezi. Yani ukiingiza broiler kila mwezi, yani unakuta unafanya kazi ya miezi 3 labda. Kuku miezi 3 ni wale kuku wa kienyeji. Wanaitwa chotara mostly sasa hivi wanafugwa. Wanaitwa chotara. Ila mwezi mmoja ni broiler wale. Broiler. Okay. Sasa unakuta anamfuga miezi 3, anapata faida ndogo, ni bora angefuga broiler kila mwezi. Anatoa. Kwa hiyo unakuta hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa sana. Yani unakuta mtu anafuga, ndio utaona anapata hela, lakini ile hela haitakuwa sustainable. Kwa sababu unaweza kukuta kwa mwezi mzima labda kwa kuku wako wote uliokuwa nao labda ulikuwa unahangaikia kiasi cha 50,000. Je, market ya kuku ipoje? Nani ndo anapanga bei? Wewe unamuuza au kuna bei ya sokoni kwamba bana kwa aina fulani bei yake ni hii regardless? Kuna bei ya sokoni, lakini wenye power ya kucontrol bei, to be honest, ni mfugaji. Kwa sababu ni ule mmoja wa wafugaji ndio unaweza kusababisha bei iwe fulani au iwe fulani, kwa sababu kuku ni moja ya nyama ambayo inapendwa sana, mfano sana na ni affordable. Yani kuku ni affordable kuliko beef, na pia ni rahisi kupatikana, yani accessible popote. Ni accessible. Sasa kinachotokea ni kwamba bei madalali sasa hivi wanapanga, ni kwa sababu yani ni tu wafugaji wa kuku, yani soko la panga ambalo mostly linakuwa controlled na madalali, ni kwa sababu wafugaji wa kuku bado hawajajua nguvu walionao kuweza kufanya bei pande. Kwa sababu kinachotokea ni kwamba unakuta wewe unafuga kwa hesabu, rafiki yako afugi kwa hesabu, yuko desperate. Pia yuko desperate. Kwa hiyo yule dalali akija anauza kwa ile bei. Kwa hiyo ndio inakuwa kama the new norm, yani inakuwa the new price. Lakini kama wewe unajua soko lako, unaweza kupeleka kabisa soko lako ambao ni bei fulani na ukalipa. Lakini wanaopanga sana bei kwa sasa hivi mostly ni soko lenyewe, lakini ni madalali sana ndio wana control price ya soko. Na nahisi pia ni changamoto kwa biashara zote za kilimo, kwamba mostly watu unakuta kila mtu ana bei yake binafsi, na wewe unaweza kusema ukaona bei yako ndio reason, na bakatokea mtu atoa bei ya chini kabisa kwa sababu yeye labda anataka hela yake haraka au na mikopo anatakiwa arudishe marejesho na vitu kama hivyo. Lakini nilichokuja kunotice hapo ni kwamba kwenye biashara nyingi ambazo labda dalali anakuwa na bei, ni issue ya
ni issue ya options. Kwa mfano ni different story kwenye product ya mayai. Okay. Kwenye product ya mayai kama we ni mfugaji, unajua inakuwa ni ngumu kwenye product ya broiler au kuku wa nyama, kwa sababu kuku akishafikisha mwezi ambao ni siku 28, ni either una option mbili, ni either umchinje umweke kwenye cold rooms au kama umweke kwenye mafriji kama unayo. Kama hauna, either uuze kwa hiyo bei, na kama kwa bei ambayo utakutana nayo hata mtu akikupa, kwa sababu anavyozidi kuendelea kukaa itabidi umlishe. Na ukimlisha sio kama mtu atakuja kukuongezea ile gharama ya kumlisha zaidi. Kwamba bei kuna maximum price, kwamba baba na mimi siwezi kununua kuku bei juu ya shilingi fulani. Okay. Umeona? Labda kuna masoko ambapo kweli wananunua kuku kwa bei nzuri. Yapo. Sema changamoto ya masoko ni kwamba unahitaji quality na quantity. Let's say unaweza ukaambiwa labda kuna kampuni inachukua, ambazo zipo za tours sana Arusha. Ule mtu anakuambia anachukua labda tani moja ya kuku, lakini wawe na quality 1, 2, 3, kwa sababu zile ni kampuni za kitalii. Sasa wafugaji wengi wetu unakuta hata kama ana quality hana quantity, na hata kama mara mwisho ana quality na quantity unakuta hana ile muscle ya kuhold, na pia ile muscle ya kuhold, kwa sababu kinachotokea unaweza kukuta unapewa order labda ya kuku 1000 kwa wiki, lakini unalipwa baada ya siku 28. Sasa kwa mfugaji wa kawaida siku 28 haizi subiria hizo pembe, especially for the volume 10,000. Sasa ulete kila wiki 1000 alafu unakuja kulipa mwishoni. Mwishoni sasa unakuta mtu kweli anaona hapa kweli siwezi. Kwa hiyo unakuta anabakia na hizo option 3. Lakini kwenye bidhaa za tuseme mayai, mtu wa mayai kama ana mayai yake hapa, ana hela hata ya kuhold hata wiki moja, anaweza akasema siuzi mayai yangu mpaka mayai haribiki. Ni ngumu kuharibu mayai, ni kama mpaka uyaweke kwenye joto fulani hivi kwa muda kama sio siku 30, of which ndani ya wiki anaweza kaa kweli akaamua akizunguka atafute soko, anapata soko. Kwa hiyo ni different story kwa kuku wa mayai na kuku wa nyama. Labda mtu wa kuku wa mayai kuuza hivyo unakuta ni kwamba hana information kwamba kuna soko fulani, ndio unakuta anauza kwa bei aliyoambiwa tu. Sasa hivi kuna a lot of fintech startups ambazo zinatoa mikopo kwenye engo uliyoongea. Hamna ambayo imejitokeza kwa ajili ya wakulima wa style kwamba bana, mimi nimepata tenda labda ya tours, natakiwa ni supply hivi, ila mimi sasa sina maso ya kusustain, tuingie fanya biashara hii. Kweli hiyo haipo, na kuna issues na sio kama na walaumu, kwa sababu yani inabidi ni mtu aje kweli aje build yani kwa ajili ya wafugaji wa kuku. Kwa sababu kwanza ukiangalia biashara ya ukopeshaji, unakopeshwa kama una collateral. Inaanza hapo mfugaji wa kuku, collateral yake ni nini? Mara nyingi unajua watu wanaotaka kukopesha inabidi uwe na data, uonyesha kabisa mimi nafugaga kuku hawa, ili nafugaga hawa kuku kwa mwezi napataga faida kiasi fulani, kwa unaweza ukanikopesha. Lakini kusema hiyo pia mara nyingi hiyo kama hiyo invoice kwamba unapewa kama LPO, hiyo kama purchase order, mara nyingi watu wengi unajuaga hawakopeshagi kwa hiyo, kwa sababu inabadilikaga. Purchase order sio kwamba inamaanisha kwamba mtu kabisa atanunua. Ni kwamba anaweza kukupa purchase order lakini baadaye anaweza kukubadilika. Lazima anapata bei nyingine nzuri zaidi. Lakini mara nyingi nilichokuja kunotice ni kwamba watu wengi wanatafuta wafugaji wa kuku labda wawe na collateral na wawe kama na history na records yani ambazo zinaweza zikawasaidia kukopesheka. Hasa wengi yani wafugaji wetu wengi wadogo, wakubwa labda mtu mwenye kuku 10,000 lazima keep records. Lakini wengi hawa keep records, ambao ni tatizo kubwa. Ni watu wengi hawatunzi kumbukumbu. Ambao kama utunzi kumbukumbu ni tatizo kubwa sana kwenye ufugaji wa kuku. Kwa sababu hata siku hata benki ikija kukuambia basi sawa tunataka kukopesha, tuonyeshe proof kwamba wewe unafugaga kuku muda mrefu. Let's say tuonyeshe una claim kwamba umefuga kuku labda more than 4 years. Tuonyeshe sehemu yoyote ambayo inaweza ka proof kwamba umefuga kuku 4 years. Kuna wafugaji wengi ndio wanafuga hivyo, wanafuga kwa mazoea ambayo sio nzuri sana, yani sio nzuri, wanapoteza information nyingi. Na kwa fintech na kwa hizi financials, hizi companies ambazo zinatoa mikopo nazielewa, kwa sababu kuku pia ni biashara ambayo ni risky. Kwa sababu hata ukija kuangalia kwenye swala la bima nyingi za kilimo haziwakava wafugaji wadogo na wakati, kwa sababu wafugaji wadogo na wakati pia wana ufugaji ambao unaitwa wa backyard.
Sasa backyard unakuta hawafati zile principles labda za labda usafi wa banda linabidi liweje, kwa sababu kuna kanuni zake. Kwa hiyo unakuta wafugaji wadogo na wakati wengi hawa maintain hivyo. Hata unakuja kuta hata biashara bima akija akiangalia Riski. bado ni riski yani. Bado ni riski. Kwa hiyo naamini itakuja kutokea, sio kama itakuja kutokea. Kuna mtu tu atakuja kusolve hilo tatizo. Kila tatizo lina solution, ni mtu tu kuwa curious enough kutaka kujua kwamba bana mimi nataka kusolve tatizo hili. Nataka kujua sasa hivi, how did you turn kutoka kwenye kuuza raw vyakula mpaka sasa kwenye Fuga App? So tulivyomaliza hapo tulivyokuwa tunafanya biashara ya kiwanda, ndo tukaanza kugundua sasa kwamba kumbe kuna tatizo ambalo ni kubwa zaidi hata kuliko tu bei ya chakula. Tukajua kwamba records na kuhusu chakula cha kiasi gani kwa siku, hiyo ni tatizo kubwa. Kwa hiyo tulichofanya kwa wale wateja wetu kipindi kile, tulikuwa tunawaambia okay, sisi tutakuwa tunawapa ratiba ya chakula cha kuku. Kama ukifuga chakula cha kuku siku ya kwanza, kwa sababu kwa mfano kwa kuku wa broiler na kuku wa chotara, ratiba yake inabadilika kulingana na kila siku yani. Kila siku ratiba inabadilika. Kwamba kila anavyozidi kukua, ratiba inabadilika. Let's say leo kuku labda alikuwa anakula gram 10, kesho atakula 13, kesho kutwa atakula 15, kesho kutwa atakula 17, 22, hivyo inabadilika. Sasa tukaambia tutawapatia ratiba ili mfuate hii ratiba ili muweze kuachieve kwanza precision feeding, yani ile kwamba unalisha kiasi ambacho kinahitajika, kwa sababu kuku ni tofauti. Kuku as long as kuna mwanga anakula. Kama ukiweka zaidi atakula, kidogo atakula. Lakini haimaanishi kwamba atavokula kile chakula ndo atakiconvert, yani kama ana limit yake ya kuconvert. Kwa hiyo utajikuta tu mwisho siku unaongeza mbolea. Hasara ya bure. Okay. Sasa tukaanza kuwapa ratiba. Mara ya kwanza sasa tukaanza kufikiria tutawapaje ratiba. Mara ya kwanza ilikuwa very hard kwa sababu hiyo ndo naweza kusema ndo product yetu ya kwanza kabisa, sababu tulikuwa tunawatumia watu kwa message kwamba unawakumbusha. Yani tunawaambia assume kwamba kuku wako watu kufa wiki nzima. Jumatatu alishe kiasi fulani, Jumanne alishe kiasi fulani, tulikuwa tunatumia kwa message. Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Sababu tutaka kuwapa kutumia Google Sheets. Ila wafugaji wetu kidogo tungewachanganya. Tukawa naambia kwa hiyo lisha kiasi fulani Jumatatu mpaka Ijumaa. Na tukawa naambia kama ukinunua chakula kwetu tutawatunzia kumbukumbu bure. Wewe nipigie tu simu niambie leo nimenunua kiasi fulani, mimi nitarecord. Kwa hiyo ndio ilikuwa kabisa ya kwanza. Kwa tulivyofanya hivyo kidogo tukaenda kidogo kiwanda kikaanza kustruggle kwa sababu kuna kipindi inafika mazao yanapanda bei sana. Mazao yalipanda sana bei mwaka 2024. Mwaka juzi. Mazao yalipanda bei sana. Kwa hiyo mazao yalipopanda bei sana hadi mashudo ambayo ni kitu ambacho hakizidigi shilingi 400 kwa kilo kilifika mpaka 1200. Kwa hiyo unaweza imagine ilikuwa ni chaotic kiasi gani. Kwa hiyo tulishindwa kuendeleza ile biashara, lakini pia kuna fundamentals za biashara nilizikosea chache. Kwa mfano nilikopa kuanzisha biashara. Kwa hiyo unajua kabisa hiyo biashara ya kiwanda mlichukua mkopo. Tulikuwa tuna hela yetu kidogo, lakini pia tukajileverage zaidi, tukachukua tena na mikopo. Kama rejesho ikawa changamoto. Kuna pesa kidogo tulikopa kwa marafiki wa karibu, ambao walikuwa sio paswa kichwa sana, lakini kuna zingine tulikopa kwenye hizi microfinance hizi ndio. Kausha damu. Kausha damu basi, lakini unajuaga vurugu zao. Kwa hiyo tulikopa kwa tukao na kipizana marejesho, lakini ilio to wipe out kabisa ni hiyo, yani prices have increased za mazao. Kwa commodities zote zilipanda bei, ambayo kwa kipindi cha zamani mimi nilikuwa najua kabisa, nilikuwa na confidence kwa sababu ukifanya kitu muda mrefu unajua kabisa kwamba kwa mfano mahindi yakipanda bei unajua kabisa mashuda haiwezi panda bei sana. Mashuda yanaweza kwa tukanajua kabisa hivyo, lakini kidogo ikawa different. Kwa hiyo ikabidi tu focus kubwa ni kurudisha madeni ya watu. Tukarudisha madeni ya watu karibu ya wote. Microfinance tulilipa na marafiki wa karibu tulalipa. Kuna marafiki wengine walikuwa na huruma wakasema potelea pote. Kwa tulivyomaliza hapo ilikuwa ndo 2024 mwisho, na kuna grants tulitegemea kama tutapata, lakini unfortunately hatukupata. Pia kuna mikopo hii ya serikali tulitegemea kama tutapata, unfortunately hatukupata, lakini tulihisi kabisa tumequalify, lakini hatukupata. Kwa hiyo ikabidi tu ni call it kwamba hii haiwezekani.
lakini bado nilikuwa na idea kwamba ile nikasema kwamba tukiweza kufanya kama software kidogo inaweza ikawa, sababu software kama mtu unafahamu kidogo ni biashara fulani ambayo mwanzoni haihitaji startup cost kubwa, ni skills zako, internet kidogo na server cost ambazo ni manageable yani kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ndo tukaamua kwenda huko. Changamoto iliyokuja ni kwamba kipindi hicho mimi nilikuwa ni technical lakini nilikuwa siko competent enough yani labda ku build the whole software mwenyewe, na hivyo kwa nilikuwa natafuta, na rafiki yangu mwingine pia alikuwa ana co-founder wangu alikuwa ana background ya civil engineering, kwa hiyo tulikuwa tunatafuta team yani tuongeze nguvu kwenye mambo ya IT. Kwa hiyo pia ilikuwa ni changamoto kidogo sababu niliongea na watu wengi sana nahisi niliongea na watu zaidi ya 30. Elezea idea yako. Wakana wananiturn down, of which ina make sense yani kwa sababu kwa kipindi kile kumbuka ni kitu ambacho kwanza tulikuwa tuna yani reference, alafu kiukweli kwenye startup especially Tanzania watu wengi wanapenda kubuild fintech au hizi edutech au e-commerce, ndio zinazopata funding sana. Lakini ukija kufikiria backbone ya nchi ni kilimo. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa hiyo wengi kidogo walikuwa skeptical kwanza, lakini yani inaeleweka kabisa yani unaelewa yani kwa sababu kila mtu ana interest tofauti na vitu kama hivyo. Lakini fortunately tulimpata jamaa wetu mmoja ambaye ndo co-founder wetu wa tatu, ambaye pia hata sio Mtanzania technically. Tulikutana huko kwenye tulikutana kwenye hizi YC matchmaking platform. Jamaa nikampichia idea, akasema ni idea kali, niko very interested na mimi nataka kuja kufanyaga ufugaji wa kuku, kwa hiyo to build. Kwa hapo tukaanza ku build. At that time of course rafiki yangu co-founder wangu kwanza hakuwa nondo kama sasa hivi ni level nyingine. Ilibidi naye aanze kujifunza IT. Baada ya kujifunza kuku, ni yeye anasomea civil akajifunza kuku na akajifunza sasa nani software development ile in deep yani ile kufanya kila kitu kinachohitajika. Kwa tukabuild sasa, tukasema kuliko tu build app nzima alafu mtu yote asitumie, kwa hiyo kwa nini tusibuild kama kwenye stakeholder wanaita MVP, yani kama ile version 1 kabisa, kama prototype hivi, kama mfano, ili tuoneje tu test je kuna demand ya hichi kitu tunachojaribu kubuild. Kwa tukaangalia ni feature gani moja ambayo tunaweza tukaitenga ikawa kama yenyewe, tukaona kwamba ni calculator. Kwamba kuna siku nilikuwa niko na ndugu yangu, mjomba wangu, alikuwa ananiuliza, nilikuwa na Excel, mimi napenda kutumia sana Excel. Kwa alikuwa ananiuliza kila saa, nikitaka kufuga kuku 600 na nahitaji shilingi ngapi? Nampigia hesabu. Hapo anabadilika, ananiambia, nikitaka kufuga 800 je? Na hapo kaona. Hapo tena anabadilika, anasema nikitaka kufuga labda 750. Kwa hiyo nikasema kwa nini tusianze na hii calculator, kwa sababu hizi namba ziko fixed. Kwa jamaa ka build, alitumia kama ni usiku mmoja tu alibuild hiyo nani feature. Jamaa yuko vizuri, akabuild hiyo feature, tukaiita Fuga Calculator, tukaiweka kwenye website yetu iwe free. Kwa tukasema kama watu watatumia hii feature, yani watatumia hii app ambayo iko kwenye website. Unajua bisa wabongo hatuna utaratibu wa kwenda kwenye website kutumia kitu. Tukasema maybe tutakuwa into something, lakini nikakumbuka kwamba tunaweza tukaweka waitlist. Nikasema na kama wabongo tena wakawa na join, wakaika kwenye waitlist. Unajua tunaga hiyo culture ya kwamba join waitlist, ni watu wachache sana. Tukasema kwa kama wakiregister kwenye waitlist tutajua labda we are onto something. Kwa tukapush, ilikuwa ni February mwaka jana 2025. Tukapush hiyo na tukaweka join list. Lakini cha kushangaza ndio tukapata nani wengi, kwa sababu walianza kutumia, tukaona watu wanaingia kwenye website visits zilianza kuwa kubwa. Tukawa tunapata traffic hadi watu 2000 website ambayo hata ina mwezi. Na pia waitlist watu wakagrow, kwa sababu waitlist tuligrow paka karibia watu 100 ndani ya miezi kama 3 hivi. Watu walikuwa wanasema hii app ikiwa tayari, na watu wana join kabisa, wanaweka namba zao za simu, wanaweka email yao kwamba app ikiwa tayari naomba nishtue mimi wa kwanza. Na pia kiukweli nikaenda nikafanya research, nikajiunga kwenye magrupu ya Facebook, nikaangalia changamoto ambazo wafugaji wanazo na wajibu pale. Kama unataka, kwa sababu watu wengi walikuwa wanaingia Facebook, labda kuna kama yale magrupu ya Facebook. Watu wanauliza mimi nataka kufuga kuku 600. Fanyaje? Nahitaji shilingi ngapi? Kwa nilikuwa nikiingia pale na wajibu kwamba unahitaji shilingi fulani, lakini unaweza ukafanya mwenyewe, kuna calculator iko free same fulani. Okay, wanaenda kule, ndio nilivyo drive traffic ile mara ya kwanza. Tulivyoona kweli watu wana interest, tukasema basi to build up. Tukaanza ku build up, nakumbuka ilikuwa kama ni kwenye mwezi wa 4 tukaanza ku build up. Tukasema tuta build tu ile
version ya kwanza ambayo ni mbaya sana, ambayo hata sasa hivi nikiangalia ilikuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo tukabuild ile version ya kwanza, tukailaunch, kwa sababu hapo sasa watu wengi walikuwa washaanza sasa kuisikia, yani ile calculator ilikuwa ishaanza kutumika. Sababu ukitaka kwanza kujua kitu kinatumika, unaielewa vizuri, labda siku zako kwenye heist, unaona mtu anafungua anatumia pembeni yako shanza kutana na watu style hiyo, kidogo kuna joy, au unaanza kupata feedback, mbona leo inazingua haifanyi kazi kidogo. Watu washaanza kutumia calculator. Kwa ndo tuka launch hapa, kwa sababu tukajua problem kabisa ni hii, tukajua kabisa, tuka launch up kwamba kama wewe ni mfugaji, tukaanza kusolve sasa matatizo mengine, mfano ile ratiba ya chakula. Kwa kama ukiweka labda unakukumia, inakuonyesha chakula cha leo kiasi gani. Kwa kifo kirekodi, ina deduct yenyewe, unahitaji kupiga hesabu. Na kidogo chanjo, tulikuja kugundua labda wafugaji wengi wa kuku wengi walikuwa na ile, watu wana mambo mengi, haisi kumbuka kwamba chanjo ya mwisho niliweka lini na ufuata ni lini. Kwa tukaweka kama kiregister batch, siku moja kabla ya chanjo unatumiwa SMS kwamba Carlton usisahau kesho una chanjo fulani, na siku yenyewe kabisa kesho yake asubuhi unatumiwa text kwamba leo usisahau chanjo fulani. Kwa unakuta how skip chanjo, kwa sababu unaweza ukaskip, yani changamoto iliyopo mtu ana skip chanjo ya 7,000 afi inakuja kufanya anapoteza kuku labda 50% ya kuku zake. So kama mtu alikuwa na 7,000 ni kwamba tu alijisahau bahati mbaya. Kwa hiyo tukawa tunajaribu kusolve hiyo, na pia kurekodi kuku ili mtu ile siku ikifika siku ya kuuza kuku, akiulizwa huku kuku ni shilingi ngapi, aweze kusema bisa confidently ni 18,000 kwa sababu ya nimemfuga labda nimetumia 18,000. Kwa hiyo hapo ndo tukaanza sasa, tukailaunch hapo mwaka jana mwezi wa 6 tarehe 19. So basically purely traffic yako ulidrive kupitia Facebook sijawahi Facebook na Jamii Forums, watu wanaestimate sana Jamii Forums Facebook, okay. Facebook na Jamii Forums na magroup ya WhatsApp, kwa sababu nilikuwa nikikutana na mfugaji na mambivu, una group la WhatsApp la wafugaji kuku, ndio naambia naomba ni join. Kijoin kule naingia kule, naambia okay kuna 1 2 3 nini. Mpaka sasa hivi hatujai kuspend hata shilingi 100 kwenye marketing, kwenye ads. Hatujai kuspend kabisa kwenye ads. Kwa hiyo most ya growth yetu yote tunaweza tukasema ni organic. Tunaongea tuna wafugaji na pia watu wanairefer. Lakini ile mara ya kwanza kabisa ilikuwa purely ni Facebook na Jamii Forums. Ndio alikuwa tunapata huko traffic yetu. Na sasa hivi mna users kama wangapi hivi? Kuanzia mwaka jana mpaka leo tuna downloads zaidi ya 4,000 kwenye both platforms, iPhone na Google Play Store. Alafu tuna walio au ni 4,000 walio download, lakini wanaotumia registered users ni karibia 3,000. Na ni free. Kwa sasa hivi ni free, bado hatujaanza bado kucharge, kwa sababu tuna plan nyingine ya kucharge, kwa sababu kidogo lazima itengeneze hela. Tunabidi itengeneze hela, lakini bado tunafikiria, lakini sidhani kama, kwa sababu wateja wetu sisi sio kama rika letu, ni kidogo ni watu ambao labda kuanzia 40 hivi au 30 hivi. Sasa kidogo watu hawana ile utaratibu wa kulipia software. Hawajazoea. Sisi rika letu sisi tunalipia Spotify, tunalipia tushazoea, yani ni the new norm. Tunalipia hata subscriptions za kwa ajili ya saa. Tunalipia subscription nyingi, yani muziki. Sasa kidogo watu ambao sisi wafugaji wetu na ni wateja wetu sisi, kidogo ukiwaambia kwamba subscription ni concept mpya na ni concept ngumu, na pia so far bado tunafanya research, lakini subscription model ni ngumu, especially in Africa, so Tanzania tu. Na hata pia hakuna payment provider ambayo inasaidia hiyo, kwa sababu hamna sasa hivi ambayo inaweza ikakata moja kwa moja. Exactly, lazima direct debit kwenye mobile money. Exactly. Na wetu wengi unajua tu kitendo tu cha kumwambia mtu aingize kadi ni hustle nyingine. Kabisa. Hana hiyo kadi kwanza. Ni hustle nyingine. Sasa hatuna ile direct debit. Obviously naamini kuna watu ambao wanajaribu kusolve hilo tatizo sasa hivi, hata kama ni gumu, lakini pia hata hiyo ingesaidia. Lakini mwisho wa siku ukija kuangalia, sidhani kama Afrika bado tuna ile, tunavyoendelea miaka inavyozidi kuenda itakuwa ni sawa, lakini kwa sasa hivi kidogo ni ngumu watu kulipia software, kwa sababu tunaona kampuni kubwa zina shutdown za entertainment. Piracy Tanzania piracy Africa ni
ni kawaida, yani imeshakuwa ni normal yani wewe kudownload movie bure. Shazoea. Tumezoea kubani, tumetoka kwenye kubani, sasa kwa nini tuanze tena hizo harakati mpya? Lakini kurudi kwenye fuga tutatengeneza pesa, lakini tunatafuta namna nzuri ya kutengeneza pesa. So far tunaamini kwamba tunatamani tunakuwa marketplace. Kwa tukishakuwa marketplace tutakuwa tunatengeneza pesa kutoka hapo. Yaani watu wakiwa wananunua chakula directly kutoka kwenye application, hapo ndo tutapotengeneza hela. Okay. Kwa sasa hivi mnajaribu kutafuta product ambazo mtaziweka. Ndio. Tushajua product ya kuweka, ni kwamba tuna build ile infrastructure. Na hii kuna pilot itaanza mwezi wa 6 huu, itakuwa available kwa watu wa Arusha kwanza. Watakuwa wanaweza kaagiza chakula directly kutoka kwenye app. Kwa hiyo kama chakula kimekuishia, kwa sababu ndani ya Fuga pia licha kwamba kuonyesha kwamba ratiba ya chakula, kuna feature ambayo inakuonyesha let's say umebakiza siku 5 kabla chakula chako hakijaisha. Kwa chakula chako kikiisha, haina haja wewe tena kutoka hapo kwenda dukani, unaagiza directly from the app, unaletwa paka nyumbani, ambapo inakuwa ni very simple, na actually chakula kitakuwa affordable kuliko ukienda wewe mwenyewe kununua chakula dukani. Chakula mnatengeneza wenyewe, mmetafuta watu kupartner nao? Tunatafuta watu kupartner nao. Okay. Kwa sababu tutapartner na hizi companies ambazo zitakuwa zina provide chakula kupitia sisi sasa. I was trying to test hapa. Nimejaribu kuweka estimate, nimeweka kuku 800. Kiukweli nimejiandikia hizi numbers, mafida manini, nimejaribu kujiandikia, imeniletea cost ni 5,000,000. Is this like the final cost, kama this is what, yani na uhakika kwamba haitazidi hapa au kutakuwa kuna variables zingine? Au ni kuku aina gani? Broiler. Au ni broiler? Sasa kwa estimate tuliofanya kwenye hiyo kipengele cha kukadiria chakula cha kuku. No, estimate ya kuanzisha. Ya kuanzisha. Okay. Tuna assume ni gharama zote kulingana na chakula ambacho ni gharama zaidi so far. Yani kwenye market chakula ambacho ni gharama. Lakini hatuja account vitu viwili tu. Maji, vitu vitatu. Maji, kwa sababu tuna maji ni ngumu yani kwa estimate, kwa sababu wilaya hii na wilaya hii mnaweza mkao mnalipa bills tofauti. Yeah. Maji, gharama mabanda, kila mtu ana gharama zake, materials zina vary kulingana na mkoa na mkoa. Na gharama madawa just in case kama kuku akiumwa. Lakini ukiachana na hizo gharama tatu, gharama zote ziko sawa. Ambapo ukisema tuki-include hizo gharama tatu, on a rough estimate based on your experience, ni kama inaongezeka shilingi ngapi? Banda la kuku 800 kidogo ni banda kubwa. Yeah. Ni banda kubwa. Sasa sijui utatumia mabati gani, au utatumia mbao gani, au reuse. Lakini tuseme tuchukulie kwenye maji na madawa ambapo ndio inakuwa rahisi. Ukifuga kuku vizuri kwa kufuata zile principle, hutumii madawa. Watu ambao hautumii madawa. Kwa sababu yani kinachotokea kwamba ukifuata zile principle kabisa za ufugaji wa kuku vizuri, hutahitaji kutumia madawa. Unafanya labda unasafisha banda vizuri kabla hujaweka kuku. Hewa, ventilation ni nzuri. Kwa mfano magonjwa mengi ya kuku unakuta ni kwa ajili ya madirisha. Akujenga madirisha inavyotakiwa. Madirisha ya kuku inabidi yawe nusu mita. Yani ukuta wa kuku inabidi uwe nusu mita kutokea chini. Kwamba afuko juu kote ni wavu. Sasa watu wanajenga wanajenga beyond. Kwa unakuta ventilation inakuwa ni ndogo. Kuta kuku anaanza kupata magonjwa ya mfumo wa hewa. Kwa hapo ndo inakufanya sasa utumie dawa. Lakini ukifuata zile principles zote vizuri, una chances. Na sio kama una chances, sababu mimi naona mtu ana kuku 100 anaua kuku mmoja mpaka anatoa. Mtu ana kuku 800 anaua kuku 5, ambao labda 5 walikuja labda walikuwa na abnormalities kuanzia huko hatchery. Kwa hiyo inawezekana kufuga bila madawa. Inawezekana kabisa, na nimeona na naendelea kuona kwa sababu mimi naongea nao. Mimi nafsi trial yangu ya kwanza, ndio maana nakwambia inawezekana. Trial yangu ya kwanza nilifuga kuku 100. Nilifuga chota miezi 3 na niliua kuku 12. Okay, ni trial ya kwanza. Yani mpaka wanatoka, yani mpaka unawauza. Ambao nilikaa nao kuku zaidi ya miezi 4. Kwa hiyo inawezekana. Yani hiyo ni mara ya kwanza kabisa, na hiyo ni knowledge tuliotoka kwenye theory unaifanya. Mimi mama yangu alikuwa anafuga kipindi hicho, alikuwa anakuaga na batch paka za kuku 1000 kipindi hicho. Yani hapo tunaongelea mita 2007 2008, na anaweza kaua kuku 10 kwenye kuku 1000 kwa kipindi hicho. Kwa ni kitu ambacho kinawezekana. Hata sasa hivi tunaongea na wafugaji wa kuku, mtu anafuga
layers ndio kuku ambao wanakaa, au kuku wa mayai ndio kuku ambao wanakaa muda mrefu. Unakuta unakaa na kuku mwaka mmoja na miezi 6 mpaka mwaka mmoja miezi 8. Ndio unamrecycle. Yani si anataga. Kwa hiyo mpaka awe umemaliza kabisa production yake ni kama sio unamrecycle kwamba ndio sasa hivi anauza analeta mwingine. Sasa unakuta mtu anakaa na kipindi hicho chote. Tuna wafugaji ambao tunawafahamu kabisa na tunaongea, labda kwenye kuku 500 anaua kuku labda 15. Kwa inawezekana. Ni kwamba tu ni ile ukifuata zile principles, zile kanuni, madirisha, nini, kila kitu, usafi, inawezekana. Labda nashawahi kusikia kuku hawezi kukaa kwenye baridi sana. Sasa wavu ikiwa kubwa, especially kwa upande wa Arusha, upande wa baridi Mbeya huko, hawe affected na hiyo au kuku kwa hivyo kwa kuku anakaa sehemu za baridi. Tuseme kwa mfano kama Mbeya baridi inashuka mpaka 13 degrees. 13 hapo 14. Ni kwamba anaweza akakaa hivyo. Ni kwamba unachobidi inabidi umcompensate chakula. Kuna principle kwenye chakula kwenye kuku kwamba kuku unabidi umlishe, kwa mfano hiyo ratiba yetu ni normal and 19 degrees mpaka 32. Lakini kila degree inavyopungua moja inabidi uongeze chakula kama 0.2 hivi. Basi nani kitu kama 0.2 kwa kila degree inapungua. Grams. 2 grams inakuwa. 0.2 kilo. No. 0.2 inakuwa ni kama 2 grams. Kwa kila percent inavyopungua. Kwa kila degree inavyopungua. Lakini kumbuka pia sio kama hizo degrees zinapungua, yani ni unakuta tu ni usiku tu, labda kuanzia masaa 6 au masaa mangapi. Kwa hiyo mara nyingi ana compensate ile joto na chakula. Lakini sio kama ataumwa. Ni kwamba tu utashangaa ndio ile production inapungua, kwa sababu unakuta chakula anachokula badala ya katage anatengeneza joto. Hapo ile ukimongezea chakula ndo anaweza compensate lile joto. Kwa hiyo anakuwa kile chakula anavyokitumia anakitumia kwenye kutengeneza joto, lakini bado anapata zile energy na protein ya kutengeneza mayai. Kwa ndio inavyokuwa hivyo. Of course kweli sijawahi kufuatiliaga labda kuku kama anaweza katunzwa kwenye labda 3 degrees Celsius. Sidhani kama anaweza kakaa hivyo, sababu ni baridi sana. Lakini pia kama unaona kuongeza chakula ni gharama kwako, unaweza kutumia labda kuongeza joto. Unaweza kuongeza joto. Tazile. Either unaweza kutumia taa, unaweza kutumia gesi ukaongeza joto. Watu wengi watumie hivyo. Kwa njia rahisi mtu anaona bora aongeze chakula. Sababu ni less. Lakini kwa nchi labda unakuta nchi ambayo gharama umeme ni ndogo. Unaona bora ongeze joto, kwa sababu hivi vitu vinatofautiana nchi na nchi. Lakini kwa kwetu sisi mtu anaongeza chakula. Ambao ni rarely, niamini, yani ni rarely kwamba ni sehemu chache. Kwa mfano hata ya Arusha sasa hivi ndio kuna baridi, labda kwa huko mjini, lakini kwa kule mimi napokaa unakuta usiku ndio 20 degrees Celsius. Yako bado you're still inside the range. Bado uko kwenye range nzuri, lakini kwa mikoa ndio ambayo labda ina fall paka 13 degrees au 14 kwa miezi kadhaa, inabidi tu waongeze chakula. Lakini kwa wafugaji wengi ninavyowajuaga huwa wana target nani, unakuta labda mtu ana target, mara nyingi hawalitagi faranga wakati wa baridi, au labda hata hichi kipindi cha baridi. Yaani unakuta labda anatoa kuku au kitu malizia. Mara nyingi unakutaga wengi ndio wanapenda kufanya hivyo. Turudi nyuma kidogo. Umeongelea kwamba mlivyofunga kiwanda ilikuwa kwa sababu ilikuwa pia mna marejesho, ila mkafunga na mkaendelea kulipa. Mimi ningependa kujua mlikuwa mnalipa vipi yale marejesho? Yaani uzuri tulikuwa ni kama lucky, kwa sababu nakumbuka rejesho langu la mwisho kama sikosei ilikuwa ni mwezi wa 2. Kwa tulifunga kila kitu kama mwezi wa 12. Kwa hiyo hela iliyobakia ilikuwa kama miezi 2. Kikweli ni familia ili come through. Na bahati yani ni family and friends. Kama mzazi anaona na stress kidogo anakupush. Na marafiki zangu of course walinisaidia sana. Wanaona ndio, hata kama wengi walikuwa wako chuo at that time. Mimi sikuenda chuo, lakini wao walikuwa chuo kidogo walikuwa wananipush. Kwa hiyo walikuwa wananipush hela tukamaliza. Mostly ilikuwa ni bahati na mentor yetu, kuna rejesho la mwezi mmoja ndio aliokoa goli. From there watu akatusaidia. Ni mara ya pili sasa hivi nimenotice. Mara ya kwanza pia ulipokuwa unaongelea kwamba hujaenda chuo, na sasa hivi yani kama una lower tone. Do you feel bad kwamba hujaenda chuo?
Sijisikii vibaya sana. Sijisikii vibaya sana. Sijisikii vibaya sana kwamba nilienda chuo lakini kwamba sikuenda tu bachelor's degree, kwa hiyo sijisikii vibaya sana, na kiukweli sidhani kama nimemiss out sana kwa sababu chuo, yani nimepata kwa kiasi fulani, nimepata vitu nilivyotaka. Nimepata marafiki ambao nilikuwa nategemea, kwa sababu kwenda chuo ni muhimu kwanza. Mimi naamini ni muhimu kwenda chuo kwa sababu kule unaenda kukutana na watu tofauti tofauti, watu ambao wako very talented, ambao sometimes ni ngumu kupata kwenye mtaani kwako, yani unakuta ni ngumu. Kwa hiyo pale ndio sema ambapo unakutana na watu wako very talented ambao labda baadaye mnaweza mkaja mkafanya kitu ambacho ni worthwhile. Kwa hiyo kwa kwenda chuo labda ile degree yani nitakuja kurudi at some point. Lakini sio kama najua nimemiss out, kwa sababu hata hivyo unavyoongea na watu wanakuambia hamna. Kwanza watu wengi ninavyoongea nao sasa hivi, wengi wananiambia usiende chuo. Yani usiende chuo, unaenda kutafuta nini? Lakini mimi kuna malengo yangu binafsi nilikuwa natamani kuwa nayo, labda pia baadaye nitakuja kuwa na familia. Kwa hiyo nikija kuambia kwamba nikija kuambia kwamba muende chuo, wanaweza kukwambia na wewe ulienda, kuonyesha cheti chako. Kwa hiyo sometimes ni kuset example, lakini kwa vitu kweli natamani kujifunza chuo, lakini nitakuja kwenda kwa sababu chuo haina age limit. Hata kama ukiwa na 30, 40 unaweza tu kaenda at some point. Kila majukumu, je, unahisi majukumu yako utaachia kukuruhusu wewe urudi chuo? Lakini sasa hivi unajua, at least sasa hivi kwa kiukweli yani mambo yameendelea. Kuna open universities. Kuna let's say labda kwa mfano mimi na mpango wa kupata labda CPA, sio lazima nipate bachelor's degree. Kwa hiyo ni unajua ni mitihani ile. Kwa hiyo as long as unaweza ukafanya mitihani au unaweza ukasoma na ukafanya mitihani vizuri, basi you are good, yani unaweza ukapata hiyo qualification. Kwa hiyo yani as long as unaweza ukafanya hivyo vitu, kwako ni sawa. Kwa nahisi maybe nitatumia hiyo njia, like sidhani kama nitaweza kukaa darasani muda wote. Hiyo kusoma hiyo na kukimbizana na assignments, kwa sababu hiyo kidogo. Mimi naamini ukishatoka shule, especially kama hivyo umeamua kwenda mtaani, ni ngumu kurudi. Yani mimi naamini ni very tough na ni very challenging. Ndio maana hata kipindi kile mzee anakuambia malizana na hii kwanza, huku kupo. Kwa sababu walisia ni kwamba ukishajibebea majukumu ni ngumu sana kurudi nyuma. Watu wanaendelea masters. Ni kweli unaweza ukaendelea. Sisemi kwamba inashindikana, ila ukifuatilia ni ngumu. Kozi ya mwaka mmoja, mtu ambaye anafanya hivyo anaweza akasoma miaka 2, 3, kwa sababu tu ya majukumu. Lakini pia yani sana majukumu, yani unajua chuo kiukweli na stress yake. Alafu kidogo stress yake, yani unajua kama sasa hivi Carlton kidogo kwenye maisha umeshapitia ugumu, yani unajua huwezi kuja tena kukutana na mtu akutishie kwamba atakukata max. Haiwezi kuuma kama kipindi kile ilikuwa ni kama dunia yako inaharibika, inaisha. Yani ukiambiwa kwamba utarudi kufanya supplementary unachanganyikiwa. Lakini kidogo kwa ukishapita huko duniani, kwa vitu unavyokutana navyo, mara nyingi sana, yani unaambia mimi nipe hiyo sub kila siku asubuhi ni sawa. Yani unakuwa ile kidogo huogopi tena. Kwa hiyo kidogo ile ukiwa unasoma chuo kidogo ilikuwa unaogopa. Kwa mfano kama si chuo tulikuwa nasoma ilikuwa ni government. Tuko sponsored na government. Kwa hiyo ukiwa sponsored na government, kuna ukifeli government inakusponsor kwa 3 consecutive years. Yani miaka 3 ambayo inaendana ni sambamba. Lakini ukizingua kwa chuo tulichosoma, ukizingua coursework inabidi urudie mwaka. Unarudia somo moja mwaka mzima. Kwa hiyo licha ya kwamba utapoteza muda, inabidi umfuate mzazi umwambie, unakumbuka nilikuwa nalipiwa ada sasa hivi hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo naomba sasa hivi wewe unanikava kila kitu, kwa sababu si government sponsor. Tuko unapewa chakula, unapewa malazi. Yani upige simu nyumbani. Yani unapiga simu of course, kwa sababu unakuta unaishi gharama ni expensive, maisha ni gharama. Lakini unakuta kidogo kuna ile afueni, yani unamsaidia mzazi sana. Yani unalala chuo, unapewa msosi wa chuo na hivyo. Yani ukishafanya hivyo sasa, imagine unakuja unamwambia mzazi kwamba inabidi ada tulikuwa tuna contribute kama 300,000 kwa mwaka. Kwa hiyo unaweza kuimagine ilikuwa kwa ndogo. Mwambie licha kwamba ada imepanda kutoka 300,000 mpaka 2,200,000 kasoro,
vitu vyote hivi naomba unanikava from now on. Naomba unanikava msosi, sehemu ya kukaa, nini. Hasa kidogo kwa sisi ambao yani unaona ni unamburden sana mzazi. Kwa kuna hiyo pressure. Kuna hiyo pressure kidogo, ili ukiwa unasoma inabidi ni faulu. Yani kuna ndio maana kidogo kile chuo watu wanakiona ni kigumu, kwa sababu hiyo ndio ugumu wake. Changamoto iko hapo. Kwamba ukizingua somo unarudia mwaka. Na kama mwaka mzima unasoma somo moja, kwa hiyo afu unailipia mwenyewe huo mwaka. Na huo mwaka kwa sababu scholarship ya serikali labda ni miaka 3. Kwa hiyo utabidi tu endelee ule wa 4 inabidi mzazi au cover wote. Sasa ile conversation ndio changamoto. Unaweza ukaificha, lakini ile conversation itakuwa mgumu. Lazima umwambie mzazi, afu mwaka mwisho unakuta kuna vitu vingi kama project nini. Hivyo vitu vyote inabidi umtwishe mzazi huo mzigo yani. Sasa mzazi anakuambia ulishindwa kusoma. Lakini uzuri wazazi wengi wanaowapeleka watoto hicho chuo wanaelewa ugumu wa hicho chuo. From the data ambazo mmesha collect mpaka sasa hivi, ila ni changamoto gani ambayo inasababisha watu wengi ambao ni wanafuga kuku wapate hasara? Changamoto labda kuna ile guesswork kwanza. Yani kuna kitu yani wana guess sana. Yani tuchukulie kwa mfano kwa magonjwa yanatokea. Ni mmoja. Lakini badala nahisi ni Tanzania, sio Tanzania, I think sijui ni binadamu. Changamoto inatokea ni kama wewe binadamu ukiumwa sasa hivi, unachofanya unaenda kwa daktari, kumuuliza daktari unaumwa nini, unamuelezea. Wafugaji wa kuku wanafanya different. Anaenda kwa mfugaji mwingine. Kwa daktari. Sasa unakuta yule mtu anapokudiagnose kuku wako, unakuja kukuta unapata hasara kwa sababu atakupa dawa ambazo maybe hata kama zitakusaidia zitatumia muda, au labda yani una make it worse kuliko tu ungeenda kwa daktari akusaidie. Lakini issue nyingine kiukweli ni record keeping. Record keeping mimi naona pia ni tatizo kubwa. Sababu record keeping ndo yani kuna very thin line ya kuhisi kwamba unaibiwa na chuma ulete kama hautunzi kama utunzi record zako. Ambayo ni changamoto kubwa, kwa sababu mtu anaweza akapotezea matumizi madogo. Umeenda kununua chakula lakini umeweka mafuta 40,000 kwenye gari, haurekodi. Afu mwisho wa siku utaweza kuja kukuta kama ela inazunguka. Unashangaa kweli hela unapata lakini huelewi inaenda wapi. Record keeping. Lakini hasara kubwa sana mara nyingi inakuwa ni kwenye magonjwa. Either hasara wafugaji wengi wanaopataga ni either kwenye magonjwa part, amediagnose vibaya kuku amekufa, au kwenye market part, kwa sababu kuna watu wengine nimeshakutana nao, kesi nilokutana nao kubwa ni kwamba ilikuwa ni bahati mbaya. Mtu kuku alipata tenda nzuri ya kulisha sherehe, akachukua kuku wake labda akaeka kwenye gari mpaka kusafirisha, gari likapata changamoto, kuku wakawa hawafai. Yani ilikuwa ni wakafariki. Wakafa, wakaoza yani. Gari ilipata changamoto katika ya friji, ya friji. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo labda useme loss kubwa nilopata. Lakini loss kwa wafugaji wa kuku wengi unakuta ni poor diagnosis. Kama sio poor diagnosis ya magonjwa, yani amekosea kudiagnose magonjwa, analisha anawapa dawa ambazo sizo, inamsababishia yani ule muda ambao unawapa dawa ambazo sizo wanaendelea kufa. Changamoto nyingine ya kupoteza pesa ni kama hutunzi kumbukumbu vizuri. Kama hutunzi kumbukumbu vizuri, lazima tu hela ipotee. Na pia hiyo ndio kuambia kama guesswork in general, yani wafugaji wengi wanakisia. Ndio tushakutanaga scenario nyingine nishakutana nao ni kuku wa mayai akitaga sana, akiwa mnene sana hatagi. Hiyo ni ukweli au ni watu wanavyosema? Ni ukweli kabisa. Okay. Yani hata akitaga atataga kwa shida, atapata ni kitu inaitwa prolapse. Kwa sababu ile njia ya kutoa yai inakuwa imejaa mafuta. Anashindwa kutoa yai, kwa anatoa na kama wanaitaga kizazi, anakuwa kama anatoa na kizazi. Ndo namalizia hapo. Lakini mtu anapotezaje pesa? Unakuta mara nyingi scenario ambayo tumeobserve ni kwamba wewe Carlton umeshazoea kufuga broiler, kualisha chakula kingi. Unahamia kwenye layers. Layers anakula chakula kidogo kinoma. Kwa sababu in comparison, broiler kwa wiki 4, siku 28, anakula paka kilo 2 kuku mmoja. Layers kwa miezi 5, ndo kwanza anakula kilo 6. Umeona? Yani broiler kwa mwezi inabidi awe na kilo 1.5. Layers kwa miezi 5 ndo inabidi awe na kilo 1.5 sijui 6.
kwa anabidi yale kidogo yani. Sasa unakuta mtu anapotezaje pesa, anatoka kwenye broiler anaingia kwenye layers, anakuja na zile habits, anahamisha tu na knowledge zake alizonazo. Analisha zaidi, kulisha zaidi, yule kuku ananenepa. Kuku akinenepa hatagi, kwa hiyo labda kuku libidi aanze kutaga ndani ya mwezi wa 5, anachelewa kutaga. Au hata kama akianza kutaga production haiwi stable, labda kwenye kuku 100 libidi aukote at least mayai 85 kwa siku, anakuta mayai 40. Kwa tena anaanza baada ya safari, anaanza tena safari ya kuwashusha uzito. Mind hapo hapo tunaongelea tu hela alio lose kwenye upande wa muda na ile muda ambao productivity haiko sawa. Lakini pia kuna ile hela ambayo overfeed, ile umepoteza pale pesa, umepoteza na muda. Kwa hiyo hasara nyingi tunaonaga zinadondokeaga kwenye hizo group kwa layers na kwa broiler. Broiler unakuta mara nyingi ni magonjwa, labda na ile siku imefika siku ya soko ameuza, labda bahati mbaya inatokea mzigo unakuwa kama unapotea fulani hivi. Either ni kwamba labda yani refrigeration zimemtupa mkono au hivyo. Soko mara nyingi inakuwa ni mara chache sana. Lakini kwa watu wa layers wengi unakuta ni either mambo mawili, mtu labda ameoverfeed, kuku amenenepa hatagi. Na unakuta sasa huo muda ambao alikuwa anategemea atage, hela ndio imeisha yote. Kwa hata kuku pale anapoanza sasa kutaga vizuri, hana hela ya keep up na, kwa sababu kuku anakula kila siku. Inabidi kila siku mnunue msosi. Unakuta hana hela alishatumia vibaya. Kwa watu wengi ndio tunaonaga wanapotezaga pesa hapo. Au labda na ya mwisho ni kwamba labda unakuta mtu, kuna namna watu wanatengeneza vyakula wenyewe, wana formulate vyakula wenyewe, ananunua raw materials, ana formulate mwenyewe. Iwe rahisi zaidi. Iwe anahisi ni cheaper. Watu wanahisi ni cheaper lakini hawapigagi hesabu, to be honest. Kwa sababu ukija ukiaccount paka usafiri uliotumia kununua raw materials, kupeleka sehemu ya kuchanganya, kutoa sehemu ya kuchanganya, kuleta nyumbani, na yani na ile hustle nzima, unakuja kukuta una save 2,000 lakini kwa mfuko wa kilo 50, lakini risk unaochukua ni risk kubwa. Kwa sababu mimi kidogo nimekuwa na advantage ya kufanya kazi kwenye kiwanda cha chakula cha kuku kikubwa, cha pili kwa ukubwa kwa Tanzania, na hisi ni cha kwanza sasa hivi. Yani ungeona zile procedure ambazo mpaka wanapitia paka kile chakula, kwa sababu kwanza wanapima sample ya kila raw material. Kwa hiyo wanapima vitu kama aflatoxins, wanapima vitu kama moisture, wanapima karibia kila kitu, wanapima protein content. Wana specialist ambao wanalipwa 2 to 3 million kwa mwezi kwa ajili tu ya formulation ya chakula. Ndio maana wana formulate chakula, test chakula kinakuwa bora. Sasa ni ngumu wewe kucompete nao na una hizo resources. Na machine tu tuseme ile ya kutest tu protein content kwenye hizi raw materials kama mahindi, tunaongelea hiyo ni mashine ya juu ya milioni 6. Kwa hiyo mtu kuformulate chakula chake anahisi ana save 2,000 kwenye mfuko, lakini ni kwamba ana risk kubwa sana, ana risk kitu kikubwa sana. Kwa hiyo hizo ndo changamoto kubwa ambazo zinamfanyaga wafugaji wengi. Na issue ya knowledge, yani unajua ufugaji wa kuku ni kitu ambacho kinachukuliwa kwamba labda kama yani ni kama passed on, yani ile maarifa yanakuwa passed on kutoka labda kwa mzazi au ndugu, yanakuwa hivyo. Lakini rafiki yako aliwahi kufuga, na kidogo unakuta watu wetu sana, na huwezi kuwalaumu kwa sababu pia hata vitabu vingi vimeandikwa kwa English language. Kwa hiyo mtu kupata maarifa inabidi kidogo awe na access ya hivyo vitabu, awe na exposure, apate hivyo vitabu, asome, a practice. Ndio maana hata ndani ya Fuga tumejitahidi kidogo kusolve hilo issue. Kwa mfano kama wewe Carlton leo unaanza ufugaji wa kuku, hujui chochote kabisa, ndani ya Fuga kuna feature inaitwa Learn, kwa Kiswahili inaitwa Jifunze. Ukiingia ndani ya Jifunze unakutana na articles zote ambazo tunaziprepare internally kwa ndani, yani timu yetu tuna prepare. Inakuonyesha kama unataka kuanza kufuga kuku wa mayai, yani hizi ndo ABCs za kufuga kuku wa mayai. Kama unataka kujenga banda zuri, hizi ndo ABCs za kujenga banda. Hizi ndo measurements, kila kitu kinabidi kiweje. Kwa kidogo tumejitahidi, yani hiyo kwa mtu anayeanza kabisa. Kwa Fuga hapa, hata kama wewe ndo unaanza kabisa, yani huna knowledge yoyote kuhusu ufugaji wa kuku, inakufaa. Na tulichofanya hata kwenye kuitengeneza tuliweka kwa Kiswahili. Mimi naamini sana kwamba kama ni app ya Kitanzania default, yani ile language ambayo ni default inabidi iwe kwa lugha ya Kiswahili. Kwa Fuga app ipo kwa Kiswahili. Kwa hiyo hata mtu wa kawaida kabisa, na tunajaribu sana kwa nguvu kutumia lugha rahisi.
Ni kweli, unachokisema ni kweli, itumike kwenye Kiswahili. Ila kuna maneno ya Kiswahili ni bora utumie Kiingereza, ni mepesi zaidi. Ni ngumu. Kwa mfano kama jana tulikuwa tunaongea na watu, tulikuwa tuna deal na issue moja. Unaweza ukamwalika mtu kutumia Fuga app. Sasa kwenye kufanya usajili, kufanya registration ndani ya app, kuna sehemu ya kuweka referral code. Kwa hiyo sehemu ya referral code tumekuja kugundua kwamba watu wengi inawachanganya sana kuweka referral code. Nini? Tumeweka kodi ya mwaliko lakini tumeweka in brackets hiari optional. Lakini ndio jana tumekuja kujua kwamba hiari ni neno gumu kwa Kiswahili, ni bora tuweka sio lazima. Kwa tunajitahidi, kuna maneno of course ni magumu kupata Kiswahili chake kama push notification. Sukuma. Kwa Kiswahili chake sio ni arifa. Sasa tunajitahidi, kikweli tunajitahidi yani kutafuta yani hata sio Kiswahili kabisa, sababu Kiswahili chake unaweza kukuta unakipata. Je, ni ambayo ni kueleweka, yani ni Kiswahili cha kila siku. Kwa ndo tunajitahidi sana yani kutumia ni ile lugha rahisi ambayo labda hata kama wewe ni huna yani Kiswahili unakijua kile cha kawaida uweze kujifunza, lakini ina matter. Sababu mimi naamini ukiwa na kama una build app kwa ajili ya Watanzania inabidi iwe na Kiswahili yani. Na asilimia kubwa wanaelewa Kiswahili. Na asilimia kubwa wanaelewa Kiswahili. Naona sasa hivi inaanza kubadilika, kwa sababu zamani kidogo hapo kila mtu alikuwa akitengeneza labda kama software inakuwa kwa lugha ya Kiingereza. Lakini anao target ni Watanzania. Kwa hiyo sasa hivi nimeona yani wamebadilika sana. Mfano kama mimi binafsi nahisi kama marafiki zangu wanajua hili. Mimi hakuna application ambayo imetengenezwa Tanzania natumia kwa lugha ya Kiingereza. Kama default unaweka Kiswahili. Default zote. Mimi banking apps zote natumia kwa Kiswahili. Nikijua tu hii application ina lugha ya Kiswahili, nitatumia kwa Kiswahili. Kwa nini? Kwanza napenda yani napenda tu kwanza ni kutumia kitu kwa Kiswahili. Sometimes na find mimi binafsi naona Kiswahili ni rahisi yani kutumia. Lakini pia mimi inabidi nijifunze, yani nikifunze neno fulani kwa Kiswahili nani amelitumiaje. Okay, hiyo ni yengo nzuri kwamba naweza nikalitohoa huku nikalileta kwenye application yetu. Labda unakuja kujiangalia hivi push notification wametumia, unakuja unaweka wametafuta Kiswahili gani. Kwa hiyo mimi napenda, lakini napenda tu kutumia kwa Kiswahili yani kuna raha tu yani napenda kujua hii product ya Tanzania imetengenezwa na Bongo. Kuna watu wanatengeneza product kabisa unawafahamu, ushakutana nao, kwa hiyo unajua kabisa hizi ni idea zake. Kwa hiyo napenda tu ile kutumia kwa Kiswahili yani. Alafu mimi sijui mnawezaje applications za pesa mnatumia kwa Kiingereza, unaweza ukachanganyikiwa. Mimi naishi sasa the other way around, kwa sababu default umeshazoea ukienda sehemu ni Kiingereza. Kwa hiyo hata kama hujui maana yake ila unakijua kwamba bana hii maana hii nikiona hii maana yake ni fulani. Ndio maana mimi kwangu mimi naona the other way around utanichanganya zaidi. Ni kweli watu wengi yani watu wengi wanapenda kutumia default na huwezi kuwalaumu. Simu zetu zimekuja ziko in English. Tofauti kama na watu kama wa China, simu zao yani kila kitu ni Chinese yani anaweza akasurvive hata asipojua Kiingereza. Basi turudi kidogo kwenye Fuga. Sasa hivi ukiangalia application kwako wewe ni feature gani ambayo umeweka you're very proud kwamba bana hapa kweli this is something ambayo itasaidia asilimia kubwa ya watu? Kiukweli feature ambayo tumecrack ambayo kiukweli niko very proud of ni feature ya ratiba ya chakula. Kwa sababu hiyo ndo feature au ndo kipengele ambacho kinatofautisha na app zote naweza nikasema Afrika na duniani za ufugaji wa kuku. Yani hamna app labda kama ipo, labda kama imeanza jana. Tanzania kuna nyingine za Tanzania app za kusimamia ufugaji wa kuku sidhani kama zipo, au kama ambazo zipo so specifically kwenye livestock yani in general. Lakini kwa Afrika nzima hamna application hata moja ambayo ukiingia ukiweka labda nina kuku wangu wa broiler wana siku ya 7 ikakuonyesha chakula kwamba asubuhi inabidi walishe kilo 4, jioni walishe kilo 7. Hakuna. Kwa hiyo ndio feature ambayo tulibuild ambayo tulikuwa very proud of, kwamba unaweza kuona ratiba ya chakula na kwamba kuku wakipungua na chakula just kinapungua. Hiyo ndio naweza ngasema ndio our proudest feature so far. Na inakuonyesha kabisa kwamba kwa ulaji huu chakula kinaisha baada 4 days. Na inabidi uswitch kwenye labda kwa sababu kuku wana chakula, wana starter, grower, layers. Kwa inakuonyesha bado siku 4 uswitch kwenda another type of feed. Kwa hiyo ndio feature ambayo tuko most proud so far. That is nice.
Na feature gani ambayo unatamani kweli sasa hivi ndo mmekaa chini mnajikaanga ije? Sasa hivi feature ambayo tunajaribu kupull ni kwamba tunataka itakuwa ni quite tricky, lakini sasa hivi mtu anavyonunua chakula, let's say mtu anavyonunua, the easiest way mtu anavyonunua chakula, Carlton unapiga simu, alo naomba uniwekee mifuko 6 ya chakula, mpe bodaboda, au mifuko 2 ya chakula, mpe bodaboda alete. Kwa tunataka tufanye iwe rahisi kununua chakula kuliko, yani the process ya kununua chakula iwe very simple kuliko wewe kupiga simu kumwambia bodaboda alete chakula. Kwa tukiweza kupuli hiyo, naamini itakuwa ni feature nzuri sana ambayo itamwezesha mtu kabisa kununua chakula directly kutoka kwenye app kifike kwake kwa urahisi, no hassle. Na hapa tunaongelea ni mtu ambaye labda na miaka 40 ambaye sio tech savvy, yani mtu ambaye okay, ni kweli hiyo itakuwa ni one of the ni kweli, especially kama yule unasema sio tech service. Sasa hivi kwenye payment nahisi ndio itakuwa changamoto. Kwenye payment itakuwa changamoto, although sasa hivi kidogo imezoeleka. Kwa mfano issue kubwa ambayo tunaanza, kwa sababu payment lazima tutakuwa tuna collect cash, kwa sababu ukija ukifikiria lazima tu collect cash, na kuna kampuni nyingi tu zina collect cash. Kama kuna startups kama Piki unaweza collect cash, kuna namna mna reconcile kila baada, labda dereva kisha collect cash za labda 200,000 lazima deposit. Hiyo inawezekana. Issue kubwa ni kwamba kuna chakula cha kuku kidogo kuna volume. Unajua hata ukiangalia, labda sijui kwa wewe, ni watu wachache sana ambao fuga kuku. Ni watu wachache sana kwenye simu labda anaweka 800,000 au 900,000. Mara nyingi nyingi hivyo anaweka benki. Kwa sasa unakuta mtu mwingine labda ananunua chakula, labda mtu anaweza kununua chakula cha wiki cha kuku mpaka 1,000,000. Wiki moja? Okay, wingi wa kuku. Wingi wa kuku. Labda unakuta mtu labda ana kuku 1,000. Hapo sawa. Watu wanunua chakula cha wapo. Kama ni 1,000 na make sense. Hadi 2,000,000 watu wananunua chakula. Sasa unakuta mtu hana watu wachache sana wanaweka hela kiasi cha pesa nyingi hicho kwenye mobile money. Lakini hata kama anaweka hicho kiasi, unajua kuna constraints kwenye mobile money, kwamba sio rahisi kufanya zaidi ya 3 milioni 2. Inategemea na mtu binafsi. Na mtu. Kwamba unapewa layers, barriers. Lakini kwa default wengi sio ni milioni 2 milioni 2. Kwa hiyo kweli itakuwa tough, lakini tutasolve. Yani unajua hivi vitu una figure out as you go, kwa sababu kusema mtu kweli aweke kadi, yani kwa watu ambao sisi tuna deal nao aanze kuweka zile bank details, zile card details, kidogo inakuwa ni ngumu. Lakini kwa kupay hivi ya payment ni rahisi, yani kupay tu pale akishachagua chakula chake, anaika namba ya simu anayotaka kulipia. Kama unavyokata tiketi unapata ile push, anaingiza pin, hela inakatwa, basi hiyo inakuwa ni rahisi. Okay. Good luck kwenye hilo. Tunaamini very soon itakuwa hivyo. Kwa jinsi ninavyokusikiliza ni kwamba malengo yenu ni kuhakikisha kwamba, yani kuifanya biashara ya ufugaji iwe as easy as possible, kwamba hata kama mimi sijui chochote kuhusiana na kufuga kuku, naweza nikanunua kuku wangu nikafuga hapo, ndio ikafanya everything else, si ndivyo? Exactly. Yani vision yetu sisi, yani kwa English ni kwamba tunataka we are building the digital infrastructure for the next generation of poultry farmers. Yani tunatamani, yani tunajenga kwamba ile miundombinu ya wewe mfugaji, kuanzia hata kabla hujaanza kufuga kuku mpaka siku unatoa, hiyo process iwe as smooth as possible, na tuwe na wewe kila step, ili kwa mfano kwa generation yetu sisi to entice watu wengi waingie kwenye ufugaji wa kuku, kwa sababu kuna disparity kubwa, yani kuna gap kubwa sana wanaofuga kuku. Kwa mfano kama unafahamu, nchi yetu nearly 80% ya population yetu ni chini ya miaka 35. Lakini average miaka ya mfugaji ni miaka 50. Kwenye hiyo statistics ya hiyo sense ilitolewa. Average yani mfugaji, kwa sababu hata mimi ukiniambia personally, mimi hapa na ninavyojua wafugaji wengi, ukiniambia nitaje umri wako wafugaji 10 ambao wako under 35 na shindwa. Kwenye data ambayo tunawajua, yani mimi personally nao wajua. Yani uniambia Brian, wewe taja watu 10 ambao wako chini ya 35 wanaofuga kuku, sio wafahamu kiukweli.
Kwa hiyo ni changamoto ambayo baadaye nahisi yani inabidi iwe soft. Yani inabidi entice vijana waingie kwenye ufugaji wa kuku. Na namna ya entice waingie kwenye ufugaji wa kuku, kubuild tools. Yani iwe rahisi kuingia kwenye ufugaji wa kuku. Na namna rahisi ni kwamba wape information sahihi, wape tools za kutumia wakiwa wanafanya hiyo biashara ili iwe rahisi kwao. Wape masoko ya uhakika. Vitu kama hivyo. Sasa tuna solve one problem at a time. Kwa hiyo hopefully tutaweza kusolve changamoto nyingi kwenye ufugaji wa kuku. Na hisi pia shida nyingine ni kasumba tulonayo na pia tunaupewa, kwa sababu unajua unlike mimi nikiwa daktari, I'll be very proud mtoto wangu naye akiwa daktari, lakini naamini wafugaji wa kuku wengi hamna mtu ambaye anamwambia bana kasome urudi na wewe utufugie kuku nyumbani. Ingawa nahisi sasa kuna video moja niliona, nahisi ilikuwa Miladayo, kuna mfugaji mmoja yupo Kagera kama sio Kigoma yule Muhindi. Yule Muhindi. I think labda sasa tukiwa tunaanza kufikiria kwenye vision of that scale, ndo na mimi naweza nikasema bana nenda kasome na wewe uje ufuge kuku. Of course hilo ni tatizo. Yani unajua hata tukiwa wadogo, yani hata ukiwasikiza watu wengi zamani ilikuwa yani ndo unatishiwa eti kwamba ukizingua usiposoma utakuja ufuge kuku, utakuja shambani, utaenda kulima. Lakini tu kwamba pia wadau wanaofuga yani hawasemi ukweli. Yani unajua hawasemi ukweli wote. Kuna hela kiukweli, kuna hela especially wanaofuga kuku wa mayai. Kuna hela, margins ni nzuri. Na pia margins ni nzuri, na kwa nchi yetu kama unafuga kuku eti 400 300 TRA wakufuatilia. Na niamini mtu anafuga kuku 400 300 unawaharibia siri yao. Lakini kweli na hawezi, ni ngumu yani, ngumu kufuatilia kwa sababu. Lakini ukifuga kuku, mtu anayefuga kuku 300 400 unaweza kuangalia ndani ya fuga hapo ni mtu mwenye capital kiasi gani na anapata faida nzuri hata kuliko nini mishahara. Yani yuko kwenye mishahara, yani kama ni mshahara analipo mshahara mzuri yani kwa mwezi. Of course kuna stress vya kuwa mjasiriamali, kafariki nini soko liko wapi, lakini una faida. Hata wanaofuga ng'ombe tuseme, yani unajua mtu halipi kodi ya maziwa yake anauza direct. Kwa hiyo kuna pesa. Ni kwamba tu labda na sisi growing up kidogo wazazi yani labda walikuwa hatushirikishi kabisa zile hesabu kwamba mimi napata kiasi fulani nini. Na uwezi mlaumu labda naye alikuwa rekodi kumbukumbu, uwezi mlaumu sana. Lakini kuna pesa. Yani kama ni pesa zipo na zinaendelea kuwepo, kwa sababu ukija kuangalia na tunapoelekea na make sense kwa nini kuku. Kwa mfano hata watu wengi wanaweza wakauliza swali labda kwa nini sisi tunafanya sana ufugaji wa kuku. Kuku tofauti labda na ng'ombe ni kwamba kuku anatumia muda mdogo kukua. Anatumia muda mdogo, gharama ndogo, na pia anatumia space ndogo kukua. Tunapozidi kuendelea, tunaendelea kuwa mjini, yani sehemu nyingi zinazidi kuwa mjini. Kwa hiyo kuku anahitaji space ndogo tu. Yani ng'ombe mmoja sio unamlisha kwa robo eka, sio ni nusu eka, sikumbuki vizuri, lakini kuku mmoja unatumia tu space ndogo yani. Yani hiyo ni robo eka in terms ya chakula, lakini kwa kuku sana sana ni ile conversion kwamba kuku mmoja anafaa kuliwa siku 28 ndani ya yani ameshafikisha kilo 1.5. Ng'ombe tunaongelea ni miezi 12. Kwa nini kuku kingine? Kuku pia ukija kuangalia kwenye kiafya health wise, yani red meat na ile white meat, kuku ni bora. Ukija hata kuangalia kwenye masuala ya protein, hata wewe mwenyewe unaangalia carton, kama unafanyaga mazoezi unashauriwa sana kula mayai, ushauriwa sana kunywa maziwa, kwa sababu pia product ya mayai ina protein nyingi kuliko maziwa. Kwa hiyo ina make more sense kwa nini kufuga kuku. Na kuku yani kuku anahitajika sana kwa sababu pia ni affordable. Sababu ukija kuangalia sijajua, lakini mimi kule napokaa kule kunapokaa na ni kilo moja ya ng'ombe, nikisema niamue kwenda kununua kilo moja ya ng'ombe na nunua kwa shilingi 14,000. Mbichi au iliyopikwa? Mbichi 14,000 mpaka 13,000. Kilo moja ya ng'ombe. Kwa napokaa kilo moja ya kuku ni 9,000. Ila pia madawa au ni kuku wa kisasa, si ndio? Sasa hiyo ndo misconception nyingine. Watu wengi unajua ukiwaambia wale broiler, yani kitu cha kwanza kinakuja kwenye akili kwamba wanakuwa haraka kwa sababu ya madawa. Amna, ni genetics. Ni issue tu ya genetics. Kwa mfano wewe huwezi sema mtu unakuwa mrefu sana kwa ajili ya madawa.
ila si genetics zao zimekuwa distorted mpaka imefanyika hivi kwamba ni selective, inaitwa selective breeding. Let's say ni kama wewe sasa hivi uamue kuchukua labda wale, kwa mfano kwenye ng'ombe uamue kuchukua wale ng'ombe ambao wana gain wana mwili mkubwa alafu wa breed together, ndio wanapata ng'ombe ambaye anakuwa mkubwa sana yani. Kwa hiyo unataka kusema kwamba naturally kuna kuku ambao wao ni siku 28 ukelo wamekua naturally bila kuwekewa dawa yoyote. Hata broiler wewe ukiamua leo kumchukua usimpe dawa yoyote so broiler nikisema yani mpaka yeye amekuwa pale, sina maisha kuna labda kizazi chake cha ngapi huko kilitiwa dawa. Tunaongelea miaka 1940 sio dawa, ni selective breeding. Yani ninachosema ndio maana nauliza kwamba wapo kuku ambao organically, like purely organically anakuwa kwa siku 28 huko nyuma, kwamba yani ndio ni selective breeding, kwamba ile breed ya kwanza yeye organically anakuwa kwa siku 28 hakuwa distorted in any way. Kwa sababu mimi nasema hivi kwa sababu wapo watu ambao nawajua wana matatizo ya kiafya na wakienda hospitali wanashauriwa kula kuku wa kienyeji pekee. Sio kwamba kuku ni wabaya, ila kuku wa kienyeji, usile kuku wa kisasa, especially ile ngozi yake, kwa sababu ya masuala haya madawa. Of course madawa pia sio kama halipo. Yani issue ya madawa inapokujaga sana ni ile tunakwambia ile poor diagnosis ya chakula. Ni kama poor diagnosis ya magonjwa. Mfano kama wewe sasa hivi ukiumwa tuanze kunywa dawa. So unajua kuna watu kama hivyo. Yeah. Kwenye kuku pia watu wapo kama hao. Kwamba kuku ameumwa anaanza tukumpa antibiotics. Sasa inakuja unajua kila antibiotics hata indirectly kwa kuku unakuja kupata ile antimicrobial resistance, kwamba hata kuna dawa zingine ukinywa hazifanyi kazi kwa sababu wewe unaweza kuhisi kwamba ulikuwa una abuse zile dawa kunywa bila kwenda diagnosis, lakini ni kwa sababu kumbe ulikuwa unakula kuku. Of course wafugaji kama wao wapo, although sio wengi kama watu wanavyodhani. Yani hiyo ndo misconception kubwa ambayo watu wanadhani. Anaona tu wanachukulia kama default kwamba kwa broiler ni kama kuku wote. Kwanza watu ambacho hawajui ni kwamba, na ukiongea hata na expert yoyote wa kuku yani anayefuga kuku, kwa mfano kama mimi binafsi ukiniambia nile kati ya mayai ya kisasa na mayai kienyeji, kila siku nitaopti mayai ya kisasa. Kwa nini? Watu ambacho hawajui, mayai ya kienyeji mara nyingi mtu anavyofuga kuku wa kienyeji hawawapi dawa za minyoo. Kwa kama wewe ushaona kuku wa kienyeji, kwa mfano ukienda Singida watu hawapi dawa za minyoo. Sasa unakuta minyoo mingi inakaa kwenye mayai. Kwa hiyo ukikutana wewe hata kajaribu kukaa na madaktari madaktari wa mifugo, muangalie anakula nini. Afu muulize kwa nini anakula nini, kwa sababu sijui, lakini unakuta kuku wa kienyeji kidogo yani tunachanganya kati ya, yani Tanzania kidogo tunachanganya kati ya kitu kuwa organic na kukiacha yani kizurure tu. Kwa organic haimaanishi kwamba tunamwagia makombo ya wali siku 4. Haimaanishi hivyo. Inamaanisha tu unampa yani ile environment yake yani ni nzuri, haina dawa na ni natural environment hivyo. Lakini ndio hivyo sasa, si organic yetu yani kidogo tunaichanganya. Kuku anakula nyoka, vitu kama hivyo nini. Kuku apewi hata dawa ya minyoo. Unakuja kukuta minyoo yake inakuwa transferred kuja kwako. Na issue nyingine, mimi kwa mfano, kwa nini hata mimi binafsi na prefer kula broiler kuliko kuku wa kienyeji, nyama pia, hata nyama, ni kwa sababu ya issue sijui, lakini mimi binafsi sio mpenzi wa kula nyama ngumu. Yani unakuta kuku wa kienyeji kidogo ni mgumu, na hata kwenye kupika inabidi nitumie muda mrefu zaidi kupika. Lakini mimi kwa kuwa mimi nakula broiler na mayai, nakula mayai ya kisasa, yani ya kuku wa kisasa yale ya orange. Na kuna misconception nyingi. Kwa mfano watu wanahisi kiini cha yai kile ile yolk ile, kwamba ikiwa yellow inamaanisha sijui ni yai ndio hamna kitu kama hicho. Mimi among kwa sababu juzi nilipewa yai nikala kiini chake kilikuwa cheupe. Ikabidi niulize hii ni nini? Maana siku hizi nimesikia kuna vitu vya Kichina, kuna zile yolk ambazo ni plastic. Ngasema ndo mmeshanichanganyia nini? Amna, yani yolk kala haina impact yoyote kiafya technically. Kwa hiyo ni kwamba tu ni misconception. Mimi sijui nani anazianzisha, lakini unazikuta tu. Mimi ndo nakasumba ya namna hiyo. Sili nyama ya kisasa
ya kuku ya kisasa wala mayai sijuagi kwa mimi ila ukiniuza nipendelee au sipendelee ya kisasa. Hata ukifuatilia yani ubora wa yai unavyopimwa labda kwa nje wanapouza, unakuta mayai yanauzwa kulingana na uzito, labda na lile ugumu wa shell kidogo, hiyo ndo naangalaga ubora wa yai, lakini sije kusikia ubora wa yai unapimwa kwa hiyo kala. I mean, how can you even know? Isema tu hivyo tulivyokutana. Kuna misconception nyingine, my favorite one misconception yangu ni kwamba kuna watu bado wanahisi kuku ile ataga anahitaji dume. How? Kuku kutaga ni kama tuseme ni kama ovulation kwa mwanamke. Ushaelewa. Nimekuelewa kwamba haina impact yoyote. Kukutana asipokutana yeye atapata. Ndio yai linavyokuwa formed. Ni yai tu linakuwa released. Ndio kwa kuku ndo the same way. Jogoo anahitajika kwenye fertilization, kwa Kiswahili sio inaitwaje, lakini ndo fertilization, yani ile kuipa mbegu sasa yai, kutengeneza sasa kile kifaranga. Kuna maanisha unaweza ili kifaranga kibadilike, ili yai kibadilike kwa kifaranga lazima wamekutana na jogoo. Lakini ili upate yai jogoo sio lazima. Ndio maana haya mayai ya brown unakutana unauziwa kuku wa mayai ni kwamba unauziwa kuku wote wa kike. Hauzui jogoo, unauzwa kuku 200 wa kike au 100 wa kike. Na wanaendelea tu kutaga kila siku kwa sababu kutaga haijalishi jogoo wala hivyo. Naomba pia kujua, tumeongelea market. Na hisi pia kwa mtu ambaye anaanza huenda ikawa ni idea kujua kwamba bana mimi nikianza ni target market zipi ndo more lucrative au zipi ndo zina low barrier of entry. Kwa mfano labda nianze hivi kwamba kwamba kuna 3 types ya chicken so far. Kuna broiler, layers na hawa wanaitwa hybrid au chotara. Watu wengi wanapenda kuita saso. Kwa hiyo mimi ningemshauri kwa mtu ambaye anaanza labda kama hana experience sana hivyo, aanze na hata mayai. Kwa sababu ya issue ya option, na sisi tuliongea issue ya option kwamba yani ukiwa unafuga kuku wa broiler kidogo unakuwa na limited options, kwa sababu ukifika siku ya kuuza, usipouza ni either uchinje weke kwenye friji. Tofauti na mayai, kama mayai hayana mteja unaweza kaenda kuweka store. Kwa hiyo kidogo ita release pressure yani kidogo, na mtaji utopotea sana, kwa sababu huku usipouza kuku wanaendelea kukaa, unaendelea kuwalisha na utaenda kuuza the same price. Hivyo. Kuhusu markets ambazo ziko lucrative, sana mimi naweza nikashauri kwenye masuala pia mayai. Mayai kuna market kidogo ni kubwa ya mayai. Kwa mfano tukiongelea hapa mkoa wetu Arusha, kuna viwanda vya biskuti zinachukua tray nyingi za kutosha kwa siku, ambapo hata wewe ukienda huwezi hata kuwafikishia hadi hizo tray. Ndio najua leo kwamba biskuti zitatengenezwa na mayai. Biskuti zitatengenezwa na mayai. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwenye hivyo viwanda, lakini pia mayai ni rahisi sana kuuza mayai. Mayai ni rahisi sana, kwa hiyo ningeshauri sana uende tu kwenye hizi, hata ukienda tu kwenye maduka, unaweza ukapata tu maduka. Ni kitu tu cha kutembea unapata watu kwenye kuuza mayai, kwa sababu mimi nafahamiana na watu, mtu ambaye ana kuku 4,000 anaokota mayai zaidi ya 3,500 kwa siku. Na bado yanatoka yote na bado demand ipo. Kwa mimi, kwa upande wangu mimi naona kwenye mayai, kama unataka kuanza kabisa yani huna ule mtaji mkubwa sana wa mayai. Lakini pia kuna watu wanaokona market zao za broiler. Kwa mfano let's say wewe ukiwa na urafiki mzuri wa hawa events hawa watu wa kupika, hawa event planners na hawa watu wa kupika kwenye masherehe, utakosa soko. Nao ndo the best soko so far niliona. Labda mtu anayeuzia directly masherehe, au labda anauzia labda kuna event kwenye shule, yani anayecheza vizuri na hao watu ambao wana deal na events management hapo. Kuna nzuri, ni market nzuri kuliko tu ile market ya kumtegemea dalali 100%, kwa sababu sometimes dalali na yeye pia ni binadamu. Of course kuna namna fulani vitu kama tunapendaga kwa vilify, lakini sometimes hata yeye unakuta unampa kuku yani hana sehemu ya kupeleka. Unakuta saa nyingine na yeye hana sehemu ya kupeleka, kwa ile apeleke hiyo sehemu nyingine inabidi akukandamize bei. Ndio aweze kupeleka, kwa sababu hawezi fanya kazi ya bure at the end of the day. Kwa hiyo kama wewe una get into, jaribu tu kutafuta labda hao watu wa events wanaopika kwenye masherehe. Sherehe ni nyingi sana, huwezi kosa sherehe zako.
kwa cycle ya mwezi, labda hata kila wiki huwezi kosa sherehe yako, unajua kabisa una kuku wako 400 unawauza wanaenda sherehe fulani. Utapata kwenye mayai, unaweza ukapata pia hivyo kwa viwanda, watu binafsi, mashule wanahitaji mayai. Mayai kidogo yana use case nyingi, kwa hiyo ni rahisi kwa hivyo. Na kwa kuku wa chotara ninge aim sema sasa inabidi uwe na volume, kwa sababu sasa hivi kuku wa chotara ni kama wanakuja ku replace kuku wa kienyeji waliokuwa wanafahamika. Kwa hiyo kama wana replace hivyo, inamaanisha watu wengi kama mmenotice hujai kulaga supu ambayo imetengenezwa na broiler. Ni supu ya kuku wa chotara. Kwa hiyo ukiweza kupata migawa yako 2-3 ambayo unaweza kupeleka let's say kuku 10-20 kwa siku, pia ni soko zuri. Okay. Ila pia mimi niluta mentor shauri ni kwamba tafuta kwanza soko kabla hujaanza kufuga. Tafuta soko kwanza. Tafuta namba za watu, ongea na wafugaji ambao wapo, tafuta soko kabisa. Yaani uwe na idea ya soko likoje, usije ukalia baadaye. Ikiwezekana kuwa winga kwanza. Ikiwezekana ni kweli. Ununue wako. Kuwa winga, anza kununua mayai, pelekea watu wa chipsi, ufahamiana nao, jenga connection. Ukiwa unajenga connection, kwa mfano kama kuku wa mayai ukianza kumfuga mpaka uanze kuona yai la kwanza, ni tunaongelea 18 weeks. Ni miezi 4 hiyo na wiki 2. Hasa kwa hiyo miezi 4 na wiki 2, yani huwezi tu kwa unasema tu unalisha kuku, inabidi kidogo uanze kuexplore sasa. Kama ndio huo muda unaweza labda uko unafanya biashara kidogo ya mayai, ni vizuri, yani unaanza kuelewa sasa biashara ya mayai imekaaje, unaanza kutafuta wateja wako wa mayai. Hapo kidogo ndio inakuwa ni rahisi. Umesema mpaka sasa hivi hamtengenezi hela wala hamcharge chochote. Mimi naomba kujua like how do you fund it sasa? Kwenye startups kuna kitu kinaitwa bootstrapping. Kwa hiyo bootstrapping technically ni unafanya kazi moja ili ufund it. Kwa hiyo so far sasa hivi lakini karibia most of our team members pia tuna kazi ambazo ndio zinatubana, lakini hazitubani sana, tuna still make time. Kwa kidogo tuna contribute, kwa sababu hizi early days kidogo cost sio kubwa sana, kwa sababu kwenye build software product cost kubwa inakujaga ni server cost. Kuhifadhi zile data za watu kidogo unabidi ulipie servers za labda AWS. Hasa kinachotokoa ni kwamba wanatoa hizi grants. Kwa mfano unakuta Amazon wanatoa Amazon Web Service wanatoa labda kama grants kwa startup, lakini wanakupa hizo grants in form of credits kwenye server. Labda unapewa $3,000 au $4,000, lakini hizo uzitumie kama yani credits kwenye AWS servers. Kwa hizo kidogo kwa mwanzoni zitakusaidia, lakini in the long run ita catch up to you. Itabidi tutengeneze pesa uwezi. Na ni kwamba tu sasa hivi pia basically kama hatulipani mishahara. Kwa hiyo kama mlipani mishahara natoa hela yani ni kama ni kazi fulani hivi ngumu sana. Kwa hiyo hatulipani mishahara, kwa hiyo ni hela tu ndogo ndogo, labda kama kitu kinahitajika kulipa. Kwa unakuta vitu vingi unaweza tu ukatoa out of pocket unakifund, lakini eventually itabidi either hiyo gharama tu ita catch up na wewe, either ni raise kutoka kwa investors ili uweze kukeep up, kwa sababu itafika time ambapo mambo yatakuwa makubwa mno kiasi kwamba mnabidi wote muwe all in. Yani unakuta inabidi muwe all in, yani 90% ya muda wako una dedicate kwenye startup. Kwa hiyo ikifika huo muda huwezi sema tena unaweza uka-afford distractions za side job au hivyo na uwe na kazi kabisa. Itabidi labda ikifika muda huo uquit au jaribu kudelegate hiyo kazi ambayo unafanya sasa hivi umeajiriwa. Kwa hiyo lakini kwa sasa hivi basically tunachofanya ni bootstrapping tu, tunachangishana. Kama kuna cost fulani, kama kuna subscription fulani, mnachangishana na wadau hapo, mnalipa hiyo cost. Maisha yanaendelea tu, watu wanapata huduma. Hamna ambao wamesha give up kusema bana niendelee na ise. Sioni tukiweza kukutana. So far kama nilivyotuongea mwanzoni, yani jani ilikuwa ni ngumu kutafuta convince co-founders. Ilikuwa ni kuongea na watu labda let's say 30, alafu wanakuambia constantly, yani kidogo ni wako tight, kidogo inakuwa ni ngumu. Inakuwa kidogo ni ngumu. Hata niamini tu watu 10 tu akikwambia hivyo inaumiza sana. Kwa hiyo lakini ukishafanya sasa hivyo, wale wanaokubali kujoin wanakubali kwa nia moja. Kwa mfano karibia team members wote ni kwamba tu wako very excited kwamba kwa kitu tunachokijenga, yani wanaona ni kitu ambisa kiko grounded. So kama ni tatizo ambalo tumelitoa out of thin air,
wanaona kabisa na linasaidia watu. Hamna kitu kiko very empowering kwenye kubuild hizi software solution, kwamba ile mtu anakwambia kabisa kwamba from nowhere anakufuata kabisa, anakwambia kitu fulani kimenisaidia sana, nashukuru. Hiyo iko very very encouraging. Sengine hata kama hamtengenezi hela utaendelea kufanya kitu. Ni kweli, nakubaliana nawe kabisa. Au uwe labda imagine labda uko kwenye, kama nilivyosema, uko kwenye daladala, unaona mtu anatumia software yako, ana download, yani from nowhere, yani inakufikia hiyo feedback. Au uko kwenye social media unakuta mtu anakurefer app yako fulani fanya, kwa hiyo kidogo inakupa confidence ya kitu kinacho unacho build. Lakini mwanzoni walikuwepo obviously, na siwalaumu. Kuna watu of course unakuta mtu ana majukumu, na at the end of the day mtu anabidi yale. Ukweli amina, asilimia kubwa sio kwamba hawaamini vision, ile sasa ni kwamba inabidi yale. Nafanyaje sasa hapa bure, alafu mimi nenyewe maisha yangu yanatakiwa endelee. Kwa hiyo mwanzoni walikuwepo wachache, lakini yani unaelewa, yani no hard feelings. Yani, no hard feelings at all. Sababu at the end of the day ni maisha. Kwa hiyo wapo, lakini most of our members sasa hivi ni kwamba wale wako wana stay for the vision. Yani hata kama tusipotengeneza, yani wako bado wana interest kubwa ya kubuild. Lakini ni a matter of time, kwa sababu ukiangalia startups nyingi yani ndo startup ndo zinavyoanza. Huwezi anza, ni ngumu na profit uanze kutengeneza profit, yani sort of profit, hata revenue ni ngumu uanze kutengeneza revenue labda day one. Ni ngumu kwenye startup, labda utasikia vitu paka uje upate product market fit. Product market fit ni nini? Yani paka uachieve hivyo vitu kidogo, kuna experiments hapa nyingi katikati. Kwa hiyo huwezi sema tu introduce kuanza kuwachaji watu, itakuwa ni yani kama roadblock kubwa sana. Yani huwezi tuseme wachaji watu, kwa kidogo inabidi sisi tunaamini tuitengeneze product paka iwe good enough after anza kucharge. Hata charge in a way ambayo hata wewe mwenyewe utojisikia vibaya. Utaelewa kwa nini unacharge. Utaelewa kwa nini unacharge. Mmeplan au mnazo plan ambazo labda ikifika mwaka fulani tujitahidi kweli ndio tunaanza kuingiza something? Tuna plan, na hiyo plan ni very soon. Yani sasa swala la mwaka ni swala la mwezi. miezi kadhaa, kwa sababu pia yani unajua mkiwa mnapata mnachaji, yani mnatengeneza pesa, mnachaji watu pesa zao, kidogo kuna feedback mnazopata ni za kweli kabisa. Yani real feedback. Mtu akilipia kitu au kama anajua mnatengeneza hela, akikupa feedback yake inabidi mumsikilize, kwa sababu hiyo inatoka. Lakini pia itafika muda ambao labda the whole team inabidi tuwe tuna focus ili tufanye, na ni very soon, kwa sababu yani the way startups zina work ni vizuri wewe na investor, kwa sababu niamini ni very hard to build startup kama una njaa. Ni very hard, yani ni very hard, especially kama kijana na una dreams kubwa. Kabisa, ni very hard, yani ile kwamba una build startup alafu kila siku unapiga chenga, kila siku huli, kila siku njaa, pressure ya nyumbani. Unajua tu kwenye familia ya Kiafrika ambayo sio mbaya, kwa sababu at the end of the day wazazi wanakupenda, wanakuombea mazuri, wanakuona unateseka kila siku unaamka unapambana na kitu kinaingia, kila siku unateseka. Kwa hiyo yani inaeleweka. Kwa hiyo at the end of the day inabidi utengeneze hivyo hela, mambo yaende, na inabidi uwe na investors, raise pesa. Hapo kwenye investor, how is it going? Kwenye investors so far, yani kwa mfano personal kuongelea kwa upande wetu, tuna interested investors. Kuna investors ambao ni interested kwenye masuala ya agriculture in general. Kwa hiyo kidogo inarahisisha kazi yetu kwa fundraising, yani hizi investor talks kwa rahisi.